Zaliwa Mkisii, mahali wanakusikiliza sasa hivi. Just say asante sana wana Nyakundi na wenzako. Kwanza nimkaribishe hapa nyumbani kwangu. Hapa nimekaa karibu zaidi ya miaka 30. Nilikuja hapa nikiwa kijana mdogo. Sasa mimi ni mzee kiasi. Niseme asanteni sana kwa kufika hapa. Nimekuwa nikitamani sana kuongea na jamii ya Bagusi. Tusemezane kidogo kwa sababu ninafikiria tuko na mambo tunaweza kutatua pamoja. Kwa sababu hao watu ya Bagusi na watu ya kwetu tabia zetu zinafanana. Sisi ni wafanyabiashara, sisi ni wakulima, sisi ni watu ya bidii, sisi ni watu ya kutafuta. Yes. Sana. Ukipata manyumba yote hapa Nkoroi, hapa Nairobi, Nakuru, watu ya Wakisii wamejenga. Na sisi tumejenga hii pande nyingine ya Ruai, ya Embakasi. Ukipata biashara ya matatu, tunashindana na Wakisii. Lakini mashindano mazuri ya biashara. Kwa hivyo nikafikiria ni mzuri nisungumze na Wakisii kwa sababu tukiwa tunafanana kwa tabia zetu ya kibiashara na ukulima na kila kitu, hatujatembea safari moja kisiasa. Na nafikiri hapo ndio tumekosea. Jamii ya Mlima na jamii ya Bagusi tumeenda hasara kubwa kwa kukosa kuungana na kutembea pamoja. Mimi ni matumaini yangu ya kwamba safari hii watu wa Mlima Kenya na watu ya Bagusi na Wakenya wengine tutatembea pamoja, tupange siasa yetu, kwa sababu siasa ndio inaboresha uchumi. Hasa tukiwa watu ya biashara, watu ambao wangetaka biashara ifaulu, lazima tupange siasa mzuri ndio biashara yetu ipanuke na ipendeze. Kwa hivyo nataka nichukue nafasi hii nisalimie Wakisii wote pahali wako, pale Kisii, pale Nyamira, wale wako Nakuru, wale wako hapa Rongai, wale wako Kajiado, wale wako huko Kuresoi, wale wako Mombasa, wale wako hapa jiji la Nairobi, na kila pahali niwasalimie, niwaambie ninawapenda. Na pia nimefurahi kwa sababu nimeambiwa wengi wananisikiza, wananitazama na kuzungumza na Wakisii leo. Asante. Kulikuwa na courtroom juzi kuhusu mambo ya impeachment. Do we have 2 deputy presidents? What's your comment? Mimi si mwanasheria na kwa hivyo sielewi sana mambo ya sheria. Na hii maneno ya kotini kwa sababu iko kotini, nimewachia mawakili wangu wakiongozwa na senior counsel Paul Moite. Nilikuwa na mkutano na hao jana na nikawaambia hao waendeshe mambo ya kotini, na vile itaenda wataniambia. Mimi ningetaka kutumia wakati wangu wote kukomboa Kenya. Ningetaka kufanya ile kitu mimi najua. Mimi mambo ya wakili sijui sana, mambo ya kotini sina umaarufu. Ile kazi mimi najua ni kupanga siasa vizuri, na ile kazi iko mbele yangu ni kuitikia kilio cha Wakenya, kuleta mabadiliko ya kisiasa, ndio turudishe nchi yetu pahali ilikuwa, tutengeneze uchumi, watoto wetu wasome, kila mtu apate nafasi ya kufanya biashara. Kwa hivyo mambo ya kotini tutangojea, lakini niseme mimi niko na imani na mahakama ya Kenya. Na katiba yetu ya 2010 ilitengeneza makoti 4: Magistrate Court, High Court, Court ya Rufaa na ile Supreme Court. Ndio ya kwamba ukikosa justice katika koti moja unaenda ingine. Na ni matumaini yangu na mimi niko na imani ya kwamba katika hizo makoti kila Mkenya atapata haki yake, akiwemo Rigathi Gachagua. Kwa hivyo hiyo maneno kwa sababu iko kotini, ningetaka niwachie hapo, wache iendelee kotini. Vile itakuwa tutajua. Ile interpretation ya court ruling, watu huko kotini watatuambia vile nasema wale wana sheria. Wewe unazungumza kuhusu mambo na watu wengi wamekuwa accused kwamba wewe ni kiongozi wa ukabila nchini. Hata nimesikia juzi na tumeona wanasiasa wengine wakisema kwamba you are leading a tribal caucus ya watu ambao wamekuja pamoja, hawana interest na wewe ndio kiongozi wa ukabila. Nataka kusikiza unazungumza kuhusu Mlima, unazungumza kuhusu Bagusi, unazungumza kuhusu watu wa Meru. Mbona usiaddress nchi kwa pamoja, unazungumza kupitia kwa kabila? Hii nchi ndugu yangu Nyakundi si mimi iliundwa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu kwa kupenda kwake aliweka majamii. Hao watu ya Mlima si mimi nililete, ni Mungu.
Hao watu ya Bagosisi mimi nilete, ni Mungu. Hao watu ya Wajaluo ya Wakaleji ni Mungu alilete. Na wako, na hatuwezi jifanya ati hawako. Hii maneno ya kusema mimi ni mkabila, hiyo ni jama ya William Ruto. Sababu William Ruto kazi yake ni mtu yote ambaye anampinga, ambaye harithishwi na vile anaendesha Kenya, anasema yeye ni mkabila. Hakuna mtu hana kwao, na hakuna mtu hana nafasi ya kuunganisha watu yake. William Ruto yeye mwenyewe ndio afike pahali yako. Kwanza aliunganisha jamii ya Wakaleji. Alikuwa na shida huko kila siku, akawaunganisha wote, waliposhikana akatoka nje. Ile ndio sisi tunafanya, kwa sababu huwezi kwenda kwa meza ya kitaifa kama huna ushawishi nyumbani. Mzungu anasema charity begins at home. Hiyo msemo si mimi nimeweka, imekuwa kwa tangu system memorial. Lazima kwanza muongee na watu ya nyumbani, msikizane, ndio wakupatie ruhusa kwenda kutafuta wengine. Mimi nilikuwa naunganisha watu wote ya nyumbani. Na nikuulize, siku nilikuwa nasaidia William Ruto akitafuta kura Mlimani, hakuwa anasema mimi ni mkabila, alikuwa anasema mimi ni muungwana na ni mzalendo. Siku amefika amesema mimi ni mkabila. Hakuna ukabila tulikuwa nayo pale tumekutana wa Munyoro. Sisi tumekutana hapo majamii zote karibu 7 karibu 8 tukitafuta umaarufu vile badilisha Kenya, vile tutafuta serikali, tutafuta uongozi mzuri. Sasa William Ruto ameshtuka akituona pale. Ameniona pale, anajua niko na ushawishi pale Mlimani. Ameona Fred Matiang'i pale, amejionea juzi alipokuja Kisii vile amekaribishwa. Ameona Kalonzo Musyoka, ameona Eugene Wamalwa pale, ameona huyu Senator Seki ya Kajiado. Ameogopa, ameigiza baridi. Sasa kazi yake ni kuita sisi wa kabila. Kwani watu yeye anasema anataka kuunganisha wa Kenya. Ndio ametafuta Raila Odinga waunganishe Kenya. Hajasema kutafuta Raila na yeye ni ukabila. Lakini sisi tukiungana jamii zingine pamoja ndio tutafuta serikali pamoja, anasema ni ukabila. Sisi tulikuwa jamii karibu 7. Yeye ni watu wawili. Bora hii yake na Raila Odinga aseme ni ukabila wakishikana. Na sisi tukiunganisha tunasema tunataka kuja pamoja, tutafuta serikali pamoja, turekebishe Kenya pamoja, anasema sisi ni wakabila. Sisi si wakabila, sisi ni wazalendo. Ile kitu tunataka ni kutafuta vile tutarekebisha nchi hii. Na William Ruto anaendelea kuita sisi wakabila kwa sababu amekwama. Amekataliwa na Wakenya kila pahali. Sasa kulia chake kila siku, akiona mtu hamtaki, hapendezwi na kazi yake, huyu ni mkabila. Akiona mtu anauliza maswali, huyu ni mkabila. Sasa kusema Kenya haiendi karibu uchumi, hiyo ni ukabila. Kusema SHA haifanyi kazi, hiyo ni ukabila. Kusema hii manyumba alianzisha ni mambo ya biashara yake binafsi, hiyo ni ukabila. Kusema hakuna project hata moja amefanya Kisii na Nyamira tangu achaguliwa, hiyo ni ukabila. Kusema ya kwamba asiingilie maneno ya Sudan na maneno ya DRC, hiyo ni ukabila. Yeye ni kitu ni narrative ametengeneza ya kujitetea na kusema ati anapigwa na watu kikabila. Hakuna mtu anampiga kikabila. Sisi watu wa Mlima tulimchagua. Tulijua yeye si Mkikuyu, yeye si Mmeru, si Mwembu, yeye ni Mkaleji, na tulijua. Na tukamchagua. Siku hiyo alikuwa anafurahi sana na sisi. Saa hii tunasema wewe rais umepotea njia, hatutaki mambo yako. Tunataka uende nyumbani kwa sababu Kenya hii imesabaratika ikiwa mkononi mwako. Anasema ati hiyo ni ukabila. Imekuaje wale watu wamekuchagua juzi walikuwa watu wazuri? Siku ile walikupenda, walikuwa watu wazuri, walikuwa wazalendo, walikuwa wa Kenya. Lakini siku imefika ati kwamba hii watu wamesema umepotea, umeharibu Kenya, umeleta ufisadi, umeleta mambo ambayo haifai. Unasema hao watu ni wa kabila. Ndugu yangu usinunue hiyo. Wamesema kwamba nyinyi agenda mnauza ni Ruto must go. Nothing else. Bwana Makuli. Hamna agenda. Agenda yenu ni Ruto must go. Agenda ni ipi? Tuko na agenda kubwa sana. Tuko na agenda kubwa sana ya kurekebisha uchumi wa Kenya. Lakini ndio hii uchumi turekebishe, lazima Ruto aondoke kwanza kwa sababu ndio ameharibu. Unasikia? Tuko na agenda kubwa sana ya kulainisha mambo ya matibabu. Lakini ndio tulainisha matibabu, lazima Ruto aondoke kwa sababu ndio ameharibu. Tuko na agenda ya kuregesha heshima ya payslip. Wale watu wafanyikazi public sector na private sector wamefilisika kwa sababu huyu rais
ameingilia payslip, amechukua pesa yote. Ndio turegeshe heshima ya payslip. Lazima huyu Ruto aondoke. Hii agenda ya Ruto kuondoka si ya viongozi, ni ya Wakenya. Wakenya ndio wanatuambia, sisi vitu tunafanya ni kufuatilia vile Wakenya wanataka. Hiyo mabadiliko yote inatakana ifanyike Kenya. Ndio Kenya yetu irudi pahali ilikuwa. Turekebishe nchi yetu. Turudege maneno ya masomo. As we speak, watoto wa university wako nyumbani. Mwenye kulete policies ambaye imefanya watoto wasome ni William Ruto. Akiwemo tutarekebisha namna gani? Kwa hivyo agenda ni mbili. Agenda ya kurekebisha Kenya. Lakini ndio turekebishe Kenya, lazima Ruto kwanza aondoke. Kwa hivyo hiyo ndio agenda namba 1. Hata ukienda kwa mkutano iko na first agenda 1 2 3 4 5. Hii yake is number 1 because agenda number 1 ni Ruto aende nyumbani. Asipoenda hizi agenda zingine zote haziwezi fanya kazi, kwa sababu ataendelea kuharibu Kenya, ataendelea kupora Kenya, ufisadi utaendelea, ataendelea kuwa kwa kampeni juu ya gari kila siku na sana kudanganya wa Kenya, kwa sababu utawala wa Rais William Ruto ni wa udanganyifu. Kila pahali akienda ni udanganyifu. Ukienda pale Kisii, alikuja hapo kwa Cancer Center. Ameanzisha karibu mara 3 na ilikuwa imeletwa na Uhuru Kenyatta. Anaambia wa Kisii within 6 months hii Cancer Center itakuwa imeisha. Akiondoka contractor anamfuata. Sasa hii uongozi ya udanganyifu lazima tuondoe Kenya. Na njia ya kuondoa uongozi wa udanganyifu Kenya ni kumtoa Rais William Ruto. Kwa hivyo asilalamike ati ya kwamba iko agenda ya kumtoa. Agenda hiyo si ya viongozi, ni ya watu ya Kenya. Na kama yeye angekuwa na watu wazuri wa kumshawishi na kumwambia ukweli, hawa watu ya intelligence ambao hamwambiangi ukweli, wangemwambia hii maneno ya Ruto must go, si ya Rigathi Gachagua, si ya Kalonzo, si ya Matiang'i, si ya Wamalwa. Hiyo ni agenda ya watu wa Kenya. Okay. Sisi tuko na shida sana na Wakenya. Wanatuambia nyinyi mshikane kwanza, hata kabla mtahabia sisi ile kazi mtatufanyia, mtu hakikishie huyu mtu mtaondoa, kwa sababu hiyo ndio shida ya Kenya. Na asipoondoka hii Kenya hakuna pahali itaenda. Kwa hivyo asilalamike ati hiyo agenda iko, hiyo agenda itaendelea. Na sio sisi tunasema, ni Wakenya wanasema. Na kazi yetu ni kuhakikisha tumetimiza ile Wakenya wanasema. Tunamfukuza, anaenda one way. Tunapata nafasi ya kutafuta viongozi wengine wa kurekebisha uchumi, wa kurudisha Kenya pahali ilikuwa. Ulishiriki katika kuundwa kwa hii serikali. Ndio. Agenda manifesto yote ndio ulikuwa katikati. Ndio. Ya kuunda hii. Ndio. Do you take responsibility kwamba vitu hazijaenda vizuri, and do you take pride kwa zile ambazo zimefanyika? Mimi naomba msamaha kwa Wakenya, kwa sababu huyu William Ruto mimi nilichangia kiasi kikubwa sana kumsukuma kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Pale kwetu nilienda, nikatumia ujasiri wangu, nikaongea na watu wangu, nikawaambia Ruto ni mtu mzuri, tumpatie nafasi. Nikasanya kura karibu milioni 4, almost 3.5 million. Na hiyo kura ndio ilimfanya akakuwa rais. Mimi nilikuwa nimemwamini sana, kwa sababu yeye alikuja na Biblia akasema ni Mkristo na ameokoka. Na unajua mimi Nyakundi ni bwana ya pasta. Sasa kwa sababu ya kukaa hapa na Mama Doka sana, nimekuwa Mkristo ambaye ni shupavu sana. Na mtu yeyote akija na Biblia niambia ameokoka, mimi humpenda sana na kumwamini. Huyu William Ruto tulimwamini sana. Na mimi ile maneno yote alituambia atafanya kwa hii manifesto, mimi nilimwamini. Kwa hali amepinduka ama amekuwa ile maneno alituahidi, hakuwa na mpango yoyote ya kuyatekeleza. Sana maneno ya uongo. Bwana Nyakundi, maneno ya kudanganya watu ni kitu ya uchungu sana. Alikuja pale North Mugirango pale Nyamira, akasema kutakuwa na university ya Nyamira, akijua vizuri hakuna pesa yote iko kwa budget. Anadanganya tu watu ya Nyamira mjana, na anajua mpaka leo hakuna kitu kimefanyika. Unasikia? So mimi I take responsibility, kwa sababu nilimsaidia huyu William Ruto kuwa rais. Alafu amefika pale amegeuka wa Kenya. Alikuwa ameambia wa Kenya ya kwamba mambo ya bottom up economic transformation, hii serikali itakuwa ni ya bodaboda, itakuwa ni ya mama mboga. Akifika pale ataweka kila mtu pesa kwa mfuko. Sasa kufika pale kuliko aweke watu pesa kwa mfuko, ile kidogo ilikuwa kwa mfuko ametoa, ameweka kodi. Watu wamekwama. Hii bodaboda akiingia
pikipiki moja ilikuwa 1120, imeongezeka sasa mpaka shilingi 1200. Hao mama mboga aliwaambia itakuwa serikali yao, watoto yao ya university wako nyumbani, wakiwa wagonjwa hawezi pata matibabu kwa sababu isha haifanye kazi. Kwa hivyo mimi naomba msamaha kwa Wakenya, kwa sababu mimi sikuwa namjua huyu vizuri. Nilimwamini, alikuja na Biblia, akajifanya ameokoka, nikampenda, nikamwamini, na ndio tuko katika shimo hili. Na ndio mimi baada ya kukaa na yeye mwaka moja nilianza kuona huyu jamaa alikuwa ni muongo. Ilikuwa kazi yake ni kudanganya Wakenya. Na mimi ndio nikaanza kumuondokea polepole na kumwambia hii maneno haiwezekani, hii haiwezekani, hii haiwezekani. Kwa hivyo mimi nakubaliana na wewe, kama iko mtu ako na makosa Kenya, kwa ile shida tuko nayo Kenya, kwa ile shida tuko katika kama taifa, kwa ile matatizo ambayo Wakenya wanapitia, mtu ya kwanza kabisa kulaumiwa ni Rigathi Gachagua, kwa sababu mimi nilichangia kiasi kikubwa sana kutafutia huyu rais kura na kushawishi watu ya nyumbani waungee mkono, na kwa kupitia kura hiyo ambaye tulimpatia 47% kutoka pale Mlimani, akakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Sasa amekuja kuhangaisha Wakenya, amekuja kuwaumiza, ameharibu nchi, uchumi umezoroteka, kila kitu imesimama. Nataka nichukue nafasi hii leo nikiongea na Abagusi, niombe msamaha kwa watu ya Kenya, na niseme Kikwetu wanasema kufanya makosa sio mbaya. Shida ni kurudia. Sasa hii makosa tulifanya ndio tunarekebisha. Na unaona mimi silali kwa sababu mimi nilichangia kiasi kikubwa kuleta huyu jamaa, lazima nichangie kiasi kikubwa hata zaidi kumuondoa. Umekosea beleni. Yeah. Kwa nini tukuamini kwenda mbele kama una take responsibility ulikosea? Sasa unajua ndugu yangu, Kiafrika ukishaomba msamaha na kukubali makosa yako unasamehewa. Na ni wanaume wachache sana wako na courage ile mimi kuna ya kusema mimi nimekosa unisamehe. Mimi nilikosa na niliona makosa yangu. Mimi sasa ni mwerefu, nimeerevuka, ninaona mbali. Huyu Ruto mimi namjua. Mimi naambia Wakenya, kama vile William Ruto anatendea Wakenya saa hii na hajali, nchi inaporwa hajali, kila kitu imeharibika hajali, anaendelea tu. Sasa tukifika hapa Nzoia Sugar imeuzwa, Chemelil imeuzwa na hajali, na anahitaji kura za Wakenya. Mimi nauliza swali, ile kitu inanisumbua kama ni kilala usiku. Kama anafanya hivi akihitaji kura wa Kenya na akipata second term saidi hahitaji hao, hakutakuwa na nchi hapa. Atauza nchi yote, atachukua kila kitu. Tumeona juzi mashamba ya pale ya Kipsigis pale Narok amechukua 6,000 eka 6,000. Watu wameuawa pale na wadi ya jamii yake, mpaka wa leo hajatuma rabirabi ya kwamba watu waliuawa pale. Unaona? So mimi nataka kuwahisi wa Kenya tukue waangalifu sana. Lazima turekebishe pahali tulifanya makosa, na mimi nimejitolea kipawa mbele. Okay. Ile makosa nilifanya nitarekebisha. Na vile nilichangia kuletea Wakenya ile shida iko hapa mbele, nitasaidia Wakenya kutatua hili shida, kwa sababu mimi nilichangia kiasi kikubwa kuleta hii shida iko Kenya. Your Excellency, kwa maneno yako ni kama sasa jamii tuliadaiwa mambo ya university, kwa sababu rais alikuja pale na wewe ulikuwa na viongozi wa Kisii walikuwa. Kwa hivyo tuseme kwamba university haiko. Sasa ndugu yangu, tangu tulikuwa hapo mwezi ya 6 mwaka uliopita, tunaelekea mwezi ya 6 sasa, ni mwaka moja. Rais wa Jamhuri amekuja, yeye ndiye mwenye kusema Kenya. Amesema within 6 months. Mimi nilikuwa hapo kwa huyu mjumbe anaitwa Nyamoko, rafiki yangu. Nilikuwa hapo. Rais akasema nikiwa hapo, watu wetu wa Nyamira, watu ya North Mugirango, nimekuja mimi, mnajua ni mtu ya kusema na kutenda. Hii university yenu ya Nyamira hii nilimwahidi nikiwa rais mtapata within 6 months, kazi itakuwa imeanza. Sasa mwaka moja imeisha. Sasa unajua hiyo ndio kitu ilikuwa inanishangaza. Unajua hata mimi tukitembea naye uliona mimi na nyamaza tu, kwa sababu nilijua hakuna budget. Hiyo kitu hakuna pahali imepitishwa, ni uongo tu, anaenda tu kudanganya wa Kisii. Juzi amekuja hapo siku ya kuamkia mwaka mpya hapo State Lodge Kisii, amelala hapo, ameamka ameenda kuzindua project huko Nyanza, Luo Nyanza. Hapa Kisii ni kulala tu na kwenda kuitia watu chakula peke yake. Sasa niliuliza siku moja hii wa Kisii tutawasaidia, na nasema hisi wako na State Lodge. Sasa State Lodge itasaidia wa Kisii namna gani?
na hii ni pahali ya rais kwenda kulala alafu aende. Amekuja hapo kufanya party usiku. Sasa party wa Kisii, kusema kweli, wanahitaji rais awafanyie party ati ya kurusha mwaka. Ati rais amefanyia kitu kikubwa sana, atikuja Kisii ati kurusha mwaka, ati hiyo ndio maendeleo ya Kisii. Lakini hiyo ni kubeba watu vibaya. To be fair, Excellency, the president amekuja Kisii previously. Amekuja projects zingine. Amekuja, lakini tangu wakuje nini imefanyika? Mimi ningetaka uniambie project moja rais amezinua pale. Pale Sironga iko mambo ya industrial park. Alikuja pale. Imekwama. Hakuna kitu naendelea. Sasa nikuulize, kuja tu kudanganya watu ni kazi gani? Na mimi nataka niambie jamii ya Mugusii, mchanuke pia kama sisi wote mlima. Sisi hapa mlimani tumechoka na udanganyifu yake. Na sasa pale mimi niambie watu ya mlima wachanuke. Huyu akija sasa wamkaribishe. Lakini ndio wamsikishe, kwa sababu ni uongo, awalipe. Na nikaambia watu kila mtu ni shilingi 1000 kumsikiza. Na ndio ilifanyika. Kwa sababu sasa umekuja pale, umezungumzia watu, umedanganyana hii barabara, umedanganyana hii alafu umeenda. Watu wametoka mashamba yao, wamewacha kazi yao, wamekuja kukusikiza. Ni udanganyifu tupu. So ndio mimi nikaambia watu kwa sababu ni kiongozi wa taifa, kujeni tu msikize. Lakini kama pale kwa shamba ulikuwa unalipwa shilingi 600, wewe ukuje ulipwe shilingi 1000 umsikize wanao, alafu urudi uende kwa shamba yako. So mimi naambia Wabugusi, huyu rais akija, tafadhali msiende pale kupiga makofi. Mpatiwe pesa, msikize uongo, alafu akiondoka mrudi kwa mashamba yenu. Kwa sababu hiyo mwaka 3 sasa inaenda kuisha. Ni nini imefanyika pale Kisii hata moja? One project. Okay. Kulikuwa airport pale inaitwa Nyansiongo. Ilitakikana iwekwe hapo. Shida ilikuwa, Your Excellency, kuna wakati tulikuwa na airstrip ambayo ilikuwa inaitwa Suneka. Wakasema kulikuwa na shida. Na hapo mbeleni ndege zilikuwa na land hapo. Lakini baadaye wakasema iko na shida. Na wakasema italetwa maeneo ya Nyangoso, yes. Yes. Sasa iko wapi? Kupitia hapo tukaambiwa tena kuna mambo ukarabati kidogo ilifanywa hapo, na hiyo mambo hakuna. Rais hakuwa na nia yote ya kusaidia watu ya Mugusii na airport. Hiyo airport imepelekwa huko Kiligosi karibu na shamba yake. Unasikia? Kwa sababu ingekuwa hapo inaitwa Jasongo, hapo ndio ingekuwa. Hiyo maneno inaenda huko karibu na shamba yake isaidie baada ya kutoka kwa kiti. Kwa hivyo mimi niseme mwaka 3 wajumbe wako pale wanapigia rais makofi. Kazi gani amefanya katika Nyamira? Kazi gani amefanya katika Kisii? Iko haja gani ya kumpigia makofi na kumsifu na kumwabudu? So nikiona hivi vijana wanafuata rais wakimpigia makofi wakisema ati teni bila break. Sasa hiyo ni siasa gani pale kwa Nyamira, kwa Kisii? Ni nini amefanya hata moja ambayo inaonekana? Okay. Uliondoka ofisini takriban mwaka mmoja umepita. Haya maneno ambayo unazungumza, umesema ulikuwa unamweleza rais kwa cabinet na hakuwa anasikiza. Umekuwa quoted kwamba yale maneno ulisema wakati wa campaign, yeye ndiye alikuwa anakuambia sema hivi. Katika hiyo responsibility yote, what if things hazingebadilika? Bado Rigathi Gachagua tumemsikia akiambia Wakenya hali ilivyo. Ndugu yangu Chakundi, mimi niliongea nikiwa deputy president, sikuongea kama niko nje. Siku rais ametoa amri watoto ya Gen Z wauawe, mimi nilikataa. Na nilikuwa naibu wa rais. Siongei ati kwa sababu nilitoka. Watoto wetu wa Gen Z walileta shida kwa sababu ya mambo ya finance bill, ambaye mimi mwenyewe nilikuwa nimemwarifu rais kwa baraza la mawaziri ya kwamba hii finance bill Wakenya wamekataa. Mimi nimesikiza ground na Wakenya wamekataa, na tukiendelea kulazimisha Wakenya kutoa hii kodi through the finance bill 2024 itatuletea shida. Na nikakuwa peke yangu katika cabinet. Watu wengine wote walikubaliana na mimi, lakini ni waoga, wanaogopa rais sana. Lakini mimi kwa sababu ni mtu ya kuchaguliwa sikuwa namuogopa. So mimi nikamwambia katika cabinet hii kitu italeta shida. Siku ameamua iendelee na kukaanza kuonesha iko dalili. Kukapangwa operation kubwa sana vile hivi vijana watakabiliana na hawa.
na vijana wengi sana walikuwa wamebeba maji na simu, hawana silaha, hawana bunduki, hawana chochote. Watoto wadogo wakauawa kikatili. Mimi nikamwambia rais ni makosa. Hata akanikataza kwenda mkutano ya National Security Council kwa sababu mimi nilikuwa napinga vikali sana. Ndio yeye alipotoa press conference Nairobi tarehe 26 June last year. Mimi nikaenda Mombasa nikatoa yangu nikiwa naibu wa rais. Nikamwambia rais, hawa ni watoto wetu na ni makosa kuua hii watoto kikatili. Mimi nilikosana na president kwa sababu ya mambo ya mauaji. Mimi ni Mkristo na mimi pia ni mzazi. Mimi niko na vijana wawili. Kama ingekuwa ni hiyo vijana wangu ningesikia namna gani? Mtoto wa Attorney General alikuweko Justin Muturi, alitekwa nyara na watu ya National Intelligence Service. Na ndiye Attorney General wa Kenya. Kwa hivyo mtu asiseme mimi ati Rigathi Gachagua ninaongea kwa sababu niko nje. Mimi niliongea nikiwa ndani. Wanasema mimi uchungu. Sasa utakosa kuwa na uchungu namna gani na vile Wakenya wanaumia? Mimi sina uchungu kama Rigathi Gachagua, lakini mimi nabeba uchungu ya watu ya Kenya. Na kwa sababu Wakenya wamekosa mtu ya kuwatetea, wabunge wetu karibu wote wamenunuliwa. Huyu upinzani Raila Odinga na wenzake wamenunuliwa, wako kwa serikali inaitwa blood based. Ndio nasikia wanaita broad based. Lakini ni serikali iliudwa na damu ya Gen Z. Isipokuwa ni damu ya Gen Z ilimwagika, huyu Raila Odinga na watu yake wangekuja kwa serikali. Sasa hakuna mtu ya kutetea Wakenya. Wabunge wamenyamaza. Imebidi mimi na wengine ndio sasa tunatetea Wakenya. Na tuko na uchungu na sio yetu binafsi. Sisi nabeba uchungu ya watu ya Kenya. Kwa sababu lazima mtu azungumzie watu ya Kenya. Tukikosa kuwatetea, kusema usiue watoto wetu, usiharibu uchumi, nani ataongea? Kwa hivyo mimi hakuna uchungu nimebeba kama Rigathi Gachagua mtu binafsi, lakini mimi nabeba uchungu ya mamilioni ya Wakenya imewekwa pamoja. Okay. Kabla Mroso, wewe umesikika ukisema kwamba serikali iliyomulia ilikuwa ya shares. Mashares. Ukasema kama shares zenu kidogo utapanga leo mwende nyuma. So ukizungumzia Mkisi sasa hivi mnapoendelea kupanga vile serikali itakuwa. Sasa share ya watu hawa usiko wapi? Na ni ngapi? Sasa kwa hii arrangement. Hiyo unajua serikali ndugu yangu inatafutwa kwa mpangilio. Na kila mtu anaunga serikali mkono apange maneno yake na interest zake. Na ndio mimi nilikuwa nasema tulikuwa tukubaliana na rais, wale ambaye tumepiga kura tuko na shares yetu katika serikali kwa sababu tumesaidia kuiunda na tuko na expectation. Na mimi ndio nilikuwa nasema kila mtu apate haki yake. Sasa ukweli ni kwamba majority ya wale pale Abagusi walipigia Raila Odinga kura. Na siku ameingia kwa serikali amewasahau. Nasikia amepatiwa mawaziri wanne. Moja amepeana pale Mombasa, moja amepeana pale Kakamega, wawili amepeana kwake pale Luo Nyanza. Kama angekuwa muungwana hao Wakisii walimpigia kura, angechukua moja wapatie moja. Iko huyu National Treasurer wa ODM anaitwa Timothy Bosire, ni jirani yangu hapa, ni kwake next hapa. Ukitoka hapa mnaweza ingia kwa kunywa chai. Alikuwa ameahidiwa katika hiyo mpango hiyo mawaziri wanne. Kama huyu Raila Odinga alikuwa muungwana angepatia huyu Timothy Bosire. Amechunga pesa ya ODM miaka mingi sana kwa sababu walimchagua, na kweli hakupeana hiyo viti pahali ya kuchaguliwa. Ndio hiyo maneno ya shares pahali na ingilianga. Okay. Raila amepeana hizo viti ine kwa ile area yako na umaarufu, lakini hao Wabagusi amewacha nje. Amepeana pale Pwani, amepeana kwao pale, amewacha nje. Kwa hivyo tukiendelea mbele na tutakuwa tukizungumzia hili jambo, lazima jamii ya Wabagusi jipange vizuri, ikuje kwa meza ya kitaifa na ikuje direct isipitie kwa broker. Kwa sababu shida yenu pale ni kupitia kwa broker. Nyinyi ni watu ambaye mko na kura za kutosha. Kuja direct kwa meza ya kitaifa, mpange maneno yenu hapo. Saa ile watu wanakubaliana vile serikali itakaa, kuwe na mtoto wenu ameketi pale. Lakini imekuwa kwa miaka mingi mnapitia kwa Raila Odinga. Lakini yeye akienda akikosa akanaleta shida, anaitwa kwa serikali. Hakuna siku ameitwa kwa serikali ameita Mkisi hata mmoja ameenda naye. Ameenda na watu yake peke yake. Kwa hivyo jambo langu leo ningetaka kuambia Wakisii, tafadhali
tunapanga serikali saa hii, mkuje kwa meza ya kitaifa direct. Na mimi sioni kwa nini mpitie broker, kwa sababu nyinyi mko na watoto wamesoma pale. Kisii ni jamii inaheshimika kwa mambo ya vitabu na makaratasi, wako sawa. Tuko na maprofesa, tuko na madaktari, tuko na watu ambao wako na ujasiri na wanajulikana vizuri. Mjipange vizuri, mkuje kwa meza ya kitaifa direct. Ndio mkuje sasa pale tukipanga, kila mtu alete maneno ya watu wake ya kwamba sisi tutachangia kwa hii serikali, and this is our expectation, kwa sababu hiyo ndio siasa. Mtu asikuambia ati kuna siasa inapangwa bila mtu kuuliza. Hata watu wakienda kuwinda mnyama katika msituni, mnyama akipatikana, wale wenye walifaulu kuwinda yule mnyama wanaketi pale na kuchinja nyama na kugawa. So lazima hiyo ifanyike. Na shida ya jamii ya Bagusii ni kwamba mmekuwa mkija kwa meza ya kitaifa kwa ugawaji wa mali na interest zingine kupitia kwa broker mtu ya tatu. Hakuna haja nyinyi mpitie mtu ya tatu, na nyinyi mko wengi na Mungu na kura za kutosha. You know, na ile nisikia Raila akimwambia nyinyi ati kura zenu hazitoshi. Hiyo ni kukosea jamii heshima, kwa sababu hata zake hazitoshi. Zake zinatoshanga kwa sababu ya kuongezewa za Wakisii. Hata yeye akichukua zake yaongeza Wakisii watafaulu. Kwa hivyo hiyo ni kukosea jamii heshima ambaye imekuunga mkono miaka mingi. You know, kwa sababu hata yeye akichukua zile za Luo Nyanza peke yake hakuna pahali anaweza enda. Kwa hivyo charity begins at home, na hiyo alikosea Wakisii heshima, na ni makosa kubwa sana, kwa sababu wamemunga yeye mkono miaka mingi sana. Kwa hivyo kuja kuambia watu wamekuunga mkono ati nyinyi muache huyu Matiang'i wenu wawache, hakuna pahali anaweza enda, kura zake hazitoshi. Kura ya Wakisii ile iko pale Nyamira, ile iko Kisii, ile iko Nakuru, ile iko Mombasa, ile iko hapa Nairobi, ile iko hapa ile iko Kitale, ile iko Kajiado, almost 2.5 million. Hiyo kura ni sawa sawa na ile ya William Ruto. William Ruto yake ni kama hiyo, na akiwa na hiyo yake aliunganisha, amekuja kwetu, tumemuongeza, amekuwa rais wa Kenya. Hata hizi za Wabagusii ni mengi hata kuliko zile za huyu Raila Odinga. Kwa hivyo hiyo ni kukosea jamii heshima. Watu ambao wamekuunga mikono miaka hii yote kwenda kuambia amesikia mtoto yao pia anataka kuwa rais, na kuwakemea na kuwatukana na kuwachekelea ati huyu mtoto wenu hakuna pahali anaweza enda, ati kura zenu hazitoshi. Yeye zake hazikuwa zinatosha, aliunganisha zake akatafuta za wengine zikaunganishwa pamoja, na ndizo hizo kura ametumia kuingia kwa serikali ya Ruto. Ndizo hizo kura za Wakisii na wengine alitumia kuingia kwa serikali ya Uhuru Kenyatta. Ndio Your Excellency, wakati mkiunda serikali, na wakati huo unajua ni mara ya kwanza hii serikali ndio tu, ukiangalia katika historia ya jamii ya Mugusii, hii ndio serikali tu tuko na waziri mmoja na hatuna PS. PS mmoja. Tuko na PS mmoja. Huyo ambaye amechaguliwa juzi. Mwenye amechaguliwa tu juzi. Yes. Lakini wewe ulikuwa wakati huo, wakati cabinet ilikuwa appointed, na ulikubali tupate huyo waziri mmoja na hatukuwa na PS wakati huo. Mimi sikuwa na uwezo, kwa sababu mwenye kuteua serikali alikuwa William Ruto. Mimi nilikuwa na mkataba ya pale Mlimani, na nilipigania, kwa sababu ukiingiza watu kwa serikali kupitia mpango lazima upiganie watu wako. Sasa nyinyi mlikuwa hakuna mtu ya kupigania nyinyi, kwa sababu kura yenu mligawa, wengine mkapatia Ruto, wengine mkapatia Raila, na hapo ndio shida iko. Na mimi nichukue nafasi hii niambie Wakisii leo, mimi nimefurahi sana kuona mmechukua huyu kijana wenu Fred Matiang'i na kuwa na matumaini ya kwamba anaweza kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Na niliona juzi vile alikaribishwa pale na nikafurahi sana. Na mimi naona hii jamii sasa imeanza kupata mwelekeo. Kwanza, muachane na mambo ya broker. Mambo ya kupitia mtu mwingine ndio mkuje kwa meza ya kitaifa, muachane naye. Huyu kijana wenu Fred Matiang'i alifanya kazi na Uhuru Kenyatta, na kuangalia kwetu alifanya kazi nzuri sana. Alikuwa mwaminifu kwa Rais Uhuru Kenyatta, na alisukuma kazi sana akiwa waziri wa elimu sana, kazi ambayo inaonekana. Najua nasikia watu wengi wanamtaja wale walikuwa shule wakati hiyo. Amekuja pale, amekuwa waziri wa usalama, amefanya kazi ambaye inaonekana. Kutoka hapo ameenda pale World Bank, amepewa kazi kubwa sana. Huyu
tukimwangalia ni kiongozi ambaye ametosha, ameiva. Kwa qualification ametosha kuongoza Kenya na anaweza. Lakini ataongoza vipi? Lazima apigiwe kura na watu ya Kenya. Hizi kura atapigiwa na watu ya Kenya. Itakuwa namna gani mimi niambie watu ya Mlima Kenya tuunge Fred Matiang'i mkono kama yeye hajatuonesha kwa dhihirisho ya kwamba nyumbani ameungwa mkono kikamilifu? Kwa hivyo jambo la kwanza, tuko pale presidential candidate wengi. Mimi niko pale, nataka kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Tuko na huyu Martha Karua anataka kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Tuko na huyu Eugene Wamalwa anataka. Tuko na huyu Kalonzo Musyoka anataka. Tuko na Fred Matiang'i sasa amejiunga na sisi. Sisi pale mwisho tutaketi, ndio tutoe candidate moja ambaye atapambana na William Ruto. Lazima tufanye hivyo na tutafaulu na tutaketi pamoja. Lakini ndio huyu Matiang'i akuwe na chance, lazima afike pale kwa meza ya kitaifa, atuoneshe na ushahidi ya kwamba ameunganisha jamii ya nyumbani. 2.5 ako nayo kwa meza. Sasa ndio tuanze kuulizana, okay, Bwana Fred Matiang'i umekuja na 2.5, fine. Formula gani tutaweza fanya tukusaidie? Hiyo kura yenu ndio Ruto alikuja naye. Kwa hivyo inawezekana, it's possible. Lakini shida pale kwenu ni kugawa kura zenu. Sigine mnapatia Raila, sigine mnapatia Ruto, sigine mnapatia nani. Wakati umefika kama mko serious ya kwamba mngetaka kijana wenu akuwe pale kwa serikali, either president, deputy president ama chief cabinet secretary, whichever, ile tutasikizana kwa sababu pale tutaketi. Lakini tunataka Wakisii wakuwe ndani ya hii serikali. Jambo la kwanza, hiyo mambo ya Matiang'i tutaongea sana. Mimi nasema jambo la kwanza, yes, lakini ni mtu uoneshe mumeungana nyinyi nyote, yes, nyuma ya kiongozi moja. Na ndio hiyo Ruto anaita ukabila, yes, kwa sababu anajua mkiungana nyinyi yote hakuna kura atapata pale Kisii. Na ndio ako na uchungu, anasema hiyo ni ukabila. Yeye akiunganisha Wakalenjin, hakuna mtu alisema ni ukabila yake, ameunganisha yote. Vile aliunganisha Wakalenjin akakuja kuongea na sisi, ndivyo tunataka Matiang'i aunganishe Wakisii, akuje kwa meza ya kitaifa aongee na wengine, na ataongea akiwa na nguvu, kwa sababu ukiwa na watu 2.5 million unakaa kama mwanaume kwa meza na kusema mimi nimekuja kwa hii kikapu ya kitaifa, nimekuja na hii. Tafadhali, mimi niko na maono, niko na sera, niko na experience, mimi naweza ongoza Kenya. Mnipatie nafasi ndugu zangu. Lakini ndio mnipatie nafasi, hata mimi nimefanya bidii kidogo, nimekuja na hii, niko naye hapa kwa meza. Thank you, Your Excellency. Mambo ya Matiang'i tutaongea sana na tuko na muda, hatuna haraka. Lakini wewe ulitumia pesa mingi sana ukiwa naibu wa rais, ukisafiri, mambo ya chai. Sababu unajua jamii ya Mweusi chai ni ile tunasema ndio inasaidia sana, mambo ya chai na mambo ya kofi. Ulifanikiwa njia yote? Kwa sababu hata saa hii mambo ya chai sana mimi nilikuwa pale ofisini, nikiwa ofisini nilikuwa nimepewa majukumu ya kusukuma mabadiliko katika sekta ya chai, sekta ya kahawa na sekta ya maziwa. Katika sekta ya kahawa na majani chai nilifaulu kiasi kikubwa sana. Na sekta ya kahawa nilifanya conference pale Meru na watu kutoka Gusii walikuja pale, na tukafanya marekebisho. Na kwa sababu ya hiyo marekebisho, baada ya miaka miwili matunda ndio imefika hapa. Tukiongea leo, ukienda pale nyumbani, kahawa imelipwa vizuri sana mwaka huu kwa sababu ya hiyo mabadiliko tulifanya. Na wakulima wanapata kutoka shilingi 120 kwa kilo moja mpaka 180. Na hiyo ni kwa sababu ya ile marekebisho ambayo mimi niliongoza katika sekta ya kahawa. Katika sekta ya majani nitembea sana kutafutia soko majani chai, na tukafaulu kiasi kikubwa. Lakini huyu rais ameturudisha nyuma, kwa sababu majani chai yetu kama 15% tunauza pale Sudan. Huyu rais wetu ameenda pale Sudan, ameanza kuingilia uongozi wa nchi hiyo. Iko group inaitwa RSF ambaye inataka kupindua serikali ya Rais Burhani. Na huyu rais wetu ameingilia hiyo maneno, kwa sababu yule mtu anaitwa Hemeti wako na biashara na yeye ya dhahabu. Na pia ile kijana ya kwenu ile ya town ile inaitwa Zahil ako katika hiyo biashara pamoja na rais na huyu mtu anaitwa Hemeti. Kwa sababu ya hiyo maneno, Sudan
imetuwekea sanctions ya kukataa majani chai yetu iende iuzwe huko Sudan, na kwa hivyo ni pigo kubwa sana kwa wakulima ya chai katika Jamhuri ya Kenya. Na hii matatizo unaona sasa iko majani chai imejaa pale Mombasa kwa auction. Your Excellency, umesema Zaire, unajua si vizuri kutaja jina. Mimi nasema si mimi nilikuwa pale. Uhusiano gani na bei siku nasema huyu Hemeti siku rais alimwalika Kenya kupitia mimi nikiwa naibu wa rais, kwa sababu rais hawezi alika vice president direct. Aliniita mimi akaniomba nialike huyu Hemeti akuje. Mtu ambaye alikuwa anafuatilia hiyo maneno ni Mheshimiwa Zahil. Kwangu alikuwa ananisumbua sana kwa sababu huyo mtu rafiki yake. Hata alipokuja kuniona walikuja na Zahil. Kwa hivyo hiyo biashara wanafanya Zahil, rais na huyo Hemeti. Niko naye. Mimi nimesema rais na huyu Zahil na Hemeti wanafanya biashara pamoja ya dhahabu. Unaona? Na hiyo biashara wanafanya ya dhahabu ndio imetuletea hasara mambo ya chai. Kwa sababu sasa ulijua lini biashara? Nini? Ulijua lini biashara? Siku huyu Hemeti alikuja, unajua ki diplomasia. Rais anaweza tu alika rais mwenzake. Naibu wa rais analikuwa na naibu wa rais. So rais aliniomba akasema huyu Hemeti ni rafiki yangu, tumetoka mbali. Tafadhali nisaidie mwalike akuje, lakini ni mgeni wangu si wako. So mimi nikamwalika na nikaongea naye nikampeleka kwa rais. Katika hiyo harakati ile siku alikaa Kenya, mimi si mjinga, mimi ni mtu nimesoma. Sijasoma sana ile ya PhD na masters, lakini niko na kiasi kidogo ya masomo. Pia mimi niko na ile inaitwa streetwise, ile ujuaji hapa ya city. Sasa mimi ni si mtu mjinga. Nilijua pale huyu Hemeti alikuwa amekuja mambo ya biashara na nikapick 1 2 3 thing. Na hii Zahil yako ndani. So hiyo maneno ya biashara ya gold na watu ya Sudan imetuletea matatizo kama taifa. Tumefukuzwa pale katika soko ya chai katika Sudan ambayo tulikuwa tunauza 15%. As we speak today, majani chai yetu imelala pale Mombasa. Ndio. Mheshimiwa Rigathi Gachagua, tuzungumzie mambo hata tunapopanga kwenda katika uchaguzi. IEBC imekuwa ni maneno mengi kutoka hapo mbele, lakini sasa tumefanya rais amenominate chairman na commissioners wa IEBC. Kwanza sijasikia ukizungumzia hilo. Unaweza sema nini? Ile rais amefanya ni yake na ile process ametumia watu wengi hawarithiki. Kwa sababu ameongea na Raila, wameweka wale watu wanataka. Lakini mimi sioni shida. Kwa sababu uchaguzi, uamuzi wa Supreme Court ya 2013 uliamua ya kwamba matokeo ya polling station is final. Sasa hapa Nairobi ni mambo ya tallying. Kwa hivyo sisi kazi yetu ni kuchunga kura yetu pale kwa polling station na kuweka agent sawa sawa na kuhakikisha uchaguzi umeenda sawa sawa. Lakini juu ya hayo mimi siwezi ogopa kusema huyu rais hataki abagusi community mema. Huyu kijana wenu Charles Nyanchai, tumepata habari pale kwa pano ndio alikuwa namba 1 kuwa chairman wa IEBC. Rais akapatiwa majina hayo mawili akamuondoa. Na mimi nikiambiwa rais Agadi yako na hasira na jamii ya Abagusi, anasema mwaka wa 2007 mzee wetu marehemu Nyanchai alimpiga pale South Mugirango, na kwa hivyo ako na maneno na hii jamii, na ndio amekataa kuchukua huyu Charles Nyanchai. Sasa kwa ile commissioners hakuna pahali mko naona, na huyu Nyanchai ndiye ako na umaarufu. Alisimamia hii chairman ya Constitutional Commission implementation, amekuwa pale East African Court of Justice. Yeye ni kiongozi ambaye ako na umaarufu. Huyu amewekwa kama chairman, ni mfanyikazi alikuwa ya Nanok. Nanok ni mfanyikazi wa rais. Kwa hivyo hii IEBC watakuwa wanajaribu kupangia pale State House. Huyu Charles Nyanchai kama angepatiwa, Wakenya wangeridhika kwa sababu 1 anajulikana, ni mzee iko na mali yake. Sio mtu ambaye anaweza shawishiwa na mali. Number 2, ako na proven track record ambaye amefanya kazi ambayo inaonekana. Alikuwa chairman wa implementation ya constitution na akafanya kazi nzuri sana. Amekuwa judge pale East African Court of Justice. Kwa hivyo tuseme hata kama rais amechukua wale watu anafikiria wanaweza kumsaidia, kura ile tutapiga
tunataka ile margin, tunataka tukuwe na 70+1 ya kwamba haiwezekani kuchezea hii kura hata ukifanyia nini, na mimi niko na uhakika ya kwamba tutafaulu. Kwa hivyo kura haiamuliwi na IBC, kura naamuliwa na Wakenya, na Wakenya ndio watapiga kura. Bora tu hao watu wamewekwa wapange uchaguzi, wahakikishe ya kwamba iko ballot papers in every polling station, 45,000 polling stations in Kenya, wahakikishe ya kwamba iko ulinzi ya kutosha, wahakikishe kwamba majina yote iko sawa. Wakenya wataamua na ndio wenye kuamua. Sio IBC naamua nani ataongoza Kenya, sio IBC naamua nani atachaguliwa. Wenye kuamua ni Wakenya. Kazi yao tu ni kuhakikisha ya kwamba uchaguzi umefanyika, wameiandaa vizuri, wamehakikisha kila kitu imekuwa tayari na watu wameenda kupiga kura na kura zimehesabiwa. Katika hii kuundwa kwa IBC akuja 2.5 years elections. I would like kuona scenario kama ile ya 2022 as we go forward, because wanasema kura iamuliwe na IBC, lakini tuliona contested election. Hakuna IBC hawezi amua kura. Kura naamuliwa na Wakenya. Ukweli ni kwamba Rais William Ruto alishinda. Hiyo ndio ukweli. Na margin kidogo ya 200,000 votes. Na hata wale walikuwa wanalia IBC walilia tu wakijua ya kwamba wameshindwa, you know, and uchaguzi utaamuliwa na Wakenya, na wale watashinda watatangazwa kuwa washindi. Mimi sione shida yote. Okay. Ndio. Katika arrangement tumezungumzia kuhusu, kuna wale wanadhana kwamba jamii ya Mlima ambao wanapigania they either number 1 or number 2, and how possible sasa communities zingine ziko na nini na nafasi katika hii arrangement, kwamba nyinyi mnasema kwamba lazima tupate either number 1 ama deputy president. So where is the role of this? Sisi hatujasema kitu kama hiyo, kwa sababu tulikuwa na kura za kutosha kusimama rais mwaka uliopita, lakini hatukusimamisha. Tuliamua kumsupport William Ruto. Alafu baadaye akakuwa mjeuri, akatugeuka, akatutesa, akatuangaisha. Siku hizi anatembea akitutukana kila pahali akisema sisi ni wa kabila. Amekuwa akijaribu kuunganisha majamii 40 vs 1 watupige. Sisi tunaenda kwa meza ya kitaifa bila condition yoyote. Bora pale tusikizane. Vile Ruto atakuwa one term. Hiyo ndio jambo la muhimu kwetu kama watu ya Mlima na Wakenya wengine. Okay. Tukifika pale sisi tutakuja na kura zetu. Matiang'i, Mungu akimsaidia na Wakisii wamsikize, akuja na 2.5. Yule Kalonzo akuja na zake 3. Nani. Sisi ni wazalendo. Na sisi watu ya Mlima hatujipendi, na tumeonesha wazi hatujipendi, kwa sababu kama tungejipenda hatugemuunga huyu William Ruto mkono. Tungesimama sisi wenyewe. Sisi tumeenda pale kwa ile mesa without any condition. Nasikia? Lakini sisi tutakuja hapo na chama yetu. Ambaye itakuwa na wabunge ya kutosha, kwa sababu makosa sisi tulifanya ni kuunga Rais William Ruto mkono na chama yake. Hapo ndio tulianguka kabisa 10-0, na tuna regret sana kama jamii. Hapo alituchenga kabisa, akatudanganya tuingie chama yake, alafu ametusabaratisha. Sisi tunaunda chama yetu ambaye tutasimamisha naye rais na wabunge na magavana, lakini ikiwa ile mazungumzo na formula haitafeva sisi, itafeva mtu mwingine, sisi tuko tayari kuunga yeye mkono, hatuna shida. Bora tutengeneze serikali na tutoe huyu Ruto. Kwa hivyo niseme, hatusemi sisi tuko na any condition. Tunaenda kwa hii mesa unconditionally, lakini we also know that hatuwezi faulu bila kuunganisha eneo letu. Na ndio kazi mimi nafanya kila siku, kuiunganisha na kuhakikisha ya kwamba kura zote tunaweka kikapu moja, kuhakikisha ya kwamba watu wamejiandikisha kura, majenzi wamejiandikisha. Ndio kazi mimi nafanya kila siku. Mimi nataka kura zetu pale nisukume mpaka 7 to 8 million. Na hiyo kazi ninafanya na bidii sana, silali, na nitafanya hivyo. Kwa sababu tukiwa na hizo kura, tukishikana na Wakenya wengine, tuna uhakika tutapata serikali nzuri, tutapata serikali ambayo inajali maslahi ya Wakenya, tutapata serikali ambaye itaregesha uchumi wa Kenya pahali ilikuwa, na tunajua ya kwamba tutafaulu kama taifa. Okay. Last year tulikuwa na demonstrations za Gen Z
walikuwa na maneno, jina lako lilitajwa kwamba ulihusika katika yale maandamano ya vijana Gen Z. Mimi za June last year. Mimi sikuhusika na maandamano ya Gen Z. Lakini yale Gen Z walikuwa nasema ndio nilikuwa nasema. Mimi nilikuwa nasema watu wasikize ground. Ya kwamba hii finance bill haifai. Ya kwamba tumeumiza Wakenya zaidi. Sasa ile Gen Z walikuja wakasema ile nilikuwa nasema, William Ruto na watu yake wakasema mimi ndio mwenye Gen Z. Mimi sikuhusika na mambo ya Gen Z, lakini ni watoto wazuri na ninawapenda na ninawapongeza na niliwatetea sana wakati huo. Na sina apologies ya kwamba nitetea watoto wetu wa Gen Z. Hata saa hii mimi naambia watoto wa Gen Z pahali walipo wananisikiza. Hao ndio tegemeo la Kenya. Kwa sababu hawana ukabila na hawezi nunuliwa na hawezi tishwa. Hao watoto wetu ni wazalendo kikamilifu. Na mimi nataka kuwaomba pahali pote walipo wachukue vitambulisho, wajiandikishe kura. Wanafanya kazi nzuri sana kwa mtandao ya kueleza Wakenya yale mambo yanaendelea. Lakini mabadiliko ya Kenya haitafanyika kupitia kwa mtandao. Mabadiliko kamili ya kuokoa Kenya na kuirudisha pahali inatakikana itafanyika kwa debe. Kwa hivyo mimi naomba watoto wetu wa Gen Z, nikiwa baba yao, wanisikize, waende wajiandikishe. William Ruto alisema mimi ndio mwenye Gen Z. Mimi nikakubali, hao ni watoto wazuri. Kama wangekuwa wangu ningekuwa na umaarufu kubwa sana. Lakini mambo ya maandamano na nini mimi sikuhusika. Ile tu nilikuwa nimeonya ya kwamba tusiposikiza Wakenya kutatokea maneno, na ikatokea. Sasa akapiga 2+2 akasema huyu Rigathi vile alikuwa anaongea ndio hii watoto wanaongea, kwa hivyo yeye ndio mwenye hii watoto. Hii watoto mimi hata sikuwa nawajua. Nilikuja kujua ya kwamba wako na wamefika katika maneno ya Kenya in the center stage. Saa ile walijitokeza kupambana na yale maneno ambaye hawapendi. Na kwa hivyo mimi niseme hao watoto ni watoto wetu na ni watoto wazuri. Na waheshimiwe, na ilikuwa ni makosa sana kuwaua. Hakuna haja, kwa sababu hao ni watoto wetu, ni watoto wa Kenya na wako na haki ya kikatiba ya kutoa maoni yao vile wanaona Kenya inatakana iendeshwe. Kwa hivyo hakukuwa na haja ya kuua hii watoto, na wale wote waliua hao watoto hawatapata usingizi, hawatapata amani. Hii damu ya Gen Z itawaumiza siku mingi. Na hii matatizo yote unaona William Ruto wako nayo halali, anashinda akilia kwa mikutano. Wakabila wanaungana kunitoa, Ruto Masko, ninaenda wapi? Amehangaika huyu mtu halali kwa sababu anasumbuliwa na damu ya Gen Z. Unajua uwezi mwaga damu ya watoto na upate amani. Shida ile William Ruto ako naye ni ataandamwa na damu ya Gen Z. Na hata akija kutoka State House atatoka na aibu kubwa sana, kwa sababu yeye anabeba damu ya Gen Z. Hao ni watoto ambao hawana hatia. Hao ni watoto ambao ni watoto wachanga, innocent young children. Amemwaga damu yao. Sasa lazima anakuwa haunted by the blood of Gen Z. Umeona juzi ameenda pale Rome wakati ya mazishi ya Pope, amepatiwa ile kando aweke, imekataa kuwaka. Sasa hii damu ya Gen Z inamfuata kila pahali. Ndio. Your Excellency, sasa ikiwa mtafanikiwa kuunda serikali, kwa sababu hawa vijana ambao walikufa wametoka katika familia, na hizo familia bado wanaendelea kuomboleza. Ndio. Ni njia gani ile ambayo, kwa sababu ile kazi ambayo walifanya vijana walifanya, hata ile finance bill ikawekwa kando. Kwa hivyo nyinyi mko na mpango gani kuhakikisha kwamba zile familia zinaangaliwa na hawa vijana pia wanaweka katika? Nafikiri ni mapema sana. Ni mapema sana kusema vile tutafanya, kwa sababu mimi unajua ni mtu natakanga kusema ukweli. Na ndio ingetea mimi matatizo na Ruto, kwa sababu mimi ni mtu ya ukweli na yeye ni mtu ya uongo. Hakuna vile tungesikizana. Ni kama kujaribu kuchanganya mafuta na maji. Mmoja ni mtu ya uongo, mwingine ni mtu ya ukweli. Kusema ukweli hatujaketi chini mimi na timu yangu tuanze kuulizana ya kwamba tukifika pale tutafanya nini. Ile tunajua the most urgent thing kwa nchi hii ni kupanga vile tutatoa huyu jamaa. Hiyo ndio kazi ile very urgent. And it's a prerequisite ya hii Kenya vile itakaa. Unazungumza nini mnapokutana? Tunasema vile mtu atatoka, kwa sababu asipotoka ufisadi utaendelea, mambo ya ndani itaendelea. Asipotoka mambo ya SHA itaendelea. Asipotoka ataendelea kuchukua viti yote ya CEO ya parastatos. As we speak anaita watu wa kabila lake la Kalenjin ameweka watu 82 kama CEOs ya parastato. Wamejaa kila pahali, mabalozi. Asipotoka hiyo kitu itaendelea.
Asipotoka ataendelea kuingilia manchi jirani akina DRC na akina Sudan, na inatuletea matatizo kama hiyo unaona ya chai. Unaona? Asipotoka hii maneno ya university financing model hawezi rekebishwa. So tunasema hii Kenya pahali imefika. Na rais asikie, unajua naona kama hataki kuelewa. He is a problem. Na ndio tunamzungumzia kila siku kwa sababu hiyo ndio shida. Kwa sababu kabla akuwe rais hatakuwa na shida yote, watoto walikuwa wanasoma. HELB was working. Ilikuwa inafanya kazi nzuri sana. Sasa nikuulize pale boda ya Borabu. Wakati CS Matiang'i alikuwa interior wakati ya Uhuru Kenyatta, kulikuwa na ASTU hapo kati ya mpaka ya Borabu na Bomet. Na kulikuwa na amani. Rais ameingia, ametoa hao askari karibu yote amepeleka pale naitwa nini Sondu, pahali Wajaluo wanapigana na Wakipsigis. Yeye ameona hao Wakisii wacha waumie, amepeleka pale. Sasa hii usalama kati ya boda ya Borabu hapo itarekebishwa huyu akitoka, kwa sababu mwenyewe ndiye ametoa amri, na mimi ninajua, nina uhakika kwa sababu nilikuwepo. Amesema hiyo askari toa, wachana na hiyo watu, wapelekwe huko Sondu wakasaidia watu yangu. Sasa bila yeye kutoka, hiyo shida itarekebishwa namna gani? Huyu rais ameweka maadvisors zaidi ya cabinet. Ni one man show. Ndio anajiadvise yeye mwenyewe. Hao maadvisors ndio wanafanya na yeye, na anawaadvise vile watamuadvise. Sasa hii Kenya itakaa namna gani? So ndio mimi nasema, na ningetaka Ruto aelewe vizuri. Asikazirike tunamuongelelesha. Unajua hata pale kanisani shetani anaongelelewa kila Jumapili tangu hii dunia iliumbwa, kwa sababu ndio shida ya Mkristo na binadamu. Lakini rais sio shetani. No, I'm just saying, anapeana example. Why kwa nini rais alalamiki? Na yeye anaenda kanisa kila Sunday. Kila siku watu wanapigana na shetani pale kanisani. Kila Sunday. Kwa sababu ndio shida ya binadamu. Ndio shida ya Mkristo. Ndio lazima shetani ashindwe, aangaishwe. That is why, mimi napeana example. Sema yeye shetani, napeana tu example. Why do we fight the devil throughout bila kuchoka? Na tunarudia kila Jumapili. Rais ndio shida ya Kenya. Mpaka aondoke, he'll be our agenda. Na ataendelea kuwa agenda yetu, kwa sababu ndio shida ya Kenya. Ndio ameharibu Kenya. Ndio amefanya Kenya kuwa criminal enterprise. Iko Muhindi moja anaitwa Jaesh, mwingine anaitwa Adil, wako pale State House kila siku. State House is a crime scene. It's a scene of crime. Wanapanga mambo ya biashara yote. Mambo ya affordable housing ni biashara. Ya huyu Muhindi anaitwa Defki. Ndio anafanya, anauza chuma, anauza simiti, anauza mabati. Hii affordable housing si ya kufaidisha wa Kenya, ya kufaidisha wafanyabiashara. Sisi hatuna ushahidi wowote. Si mimi nakueleza sasa, uenda chunguza, uulize pale kwa Ministry of Housing. Utakuta kila mtu amepewa contract ya kujenga affordable housing. Ako na subcontract na Defki. Huyu Jaesh ndio mwenye Nairobi West Hospital, ndio amefanya hii maneno ya SHA 104 billion, ambaye ni project ile cost 800 million kama ingekuwa pale kwa NHIF. Unasikia? Mambo ya insurance ya polisi, mambo ya insurance ya walimu amechukua, ameharibu. Saa hii walimu wakienda hospitali hawapati matibabu, polisi wakienda hospitali hawapati matibabu. Ndio hii maneno yote turekebishe, kwa sababu rais ameingisha biashara katika uongozi wa Kenya. Kenya imekuwa a criminal business enterprise. Ndio hii Kenya turegeshe pahali natakana kuwa. Lazima tumuondoe huyu William Ruto. Kwa hivyo ningetaka kumwambia pahali yako, ataendelea kuwa agenda yetu every day. Na si yangu kama kiongozi, ni agenda wa Kenya. Ukiingia kwa Uber ndio maneno watu wanazungumza. Ukienda kwa saloon ndio maneno watu wanaongea. Ukienda kwa kijosi ndio maneno. Ukienda kwa matatu, ukienda kwa tea buying center ya chai, ukienda kwa bar, kwa hii mabaa yote Nairobi usiku wanaiba, Ruto aende nyumbani. Sio mimi nakuanga huko kwa klabu, mimi sikunywi pombe. Wanaiba wenyewe bila hata mtu kuwaambia. Stima tu ikisimika usiku wanaanza hiyo wimbo, kwa sababu it's a national agenda. It's a national conversation. Na maneno ya Ruto must go. It's not my agenda. It's an agenda of the people of Kenya. And there is nothing he can do. Alijaribu kuambia watu ya jeshi ati wasimamishe. There is nothing they can stop. Ndiona CDF, Chief of Defense Forces, akionya wa Kenya ati wasiseme hiyo. Sasa ndio tukasema okay, kama jeshi wako na shida, tubadilishe kidogo kuliko tuseme Ruto must go, tuseme one term. Sasa dijia tu, najua they are semantics. Tunabadilisha tu lugha. Before elections ama wakati wa kampeni ulikuwa na matatizo sana
Ulizungumza maneno mazito sana kuhusu aliyekuwa rais. Na aliyekuwa rais alikuwa ni mdosi wa Fred Matiang'i. Hii arrangement ya kufanya kazi na nyinyi ikoje, and what do you say about that? CLF vizuri. You had an issue na President Uhuru Kenyatta wakati alikuwa ofisini. Na Fred Matiang'i wakati walikuwa wanaongoza. Ulisema ameharibu nini, usalama iko sawa. In fact wakati mmoja ulishikwa kwa sema Uhuru Kenyatta ndiye anasukuma maneno. Unaongelelea sasa mnafanya kazi na wao. Ni interest zako ama ni za wananchi? Hapana, ni za nchi. Unajua Rais Uhuru Kenyatta mimi nilikuwa PA wake miaka mingi sana na tunajuana vizuri na rafiki yangu. Lakini siku walipitana na William Ruto, mimi nikakuwa pande ya William Ruto kwa sababu William Ruto aliniahidi ya kwamba Uhuru amemnyanyasa, nikamwamini. Na yeye mwenyewe akasema hata wasinyanyasa naibu wake. Amekuja kunyanyasa na kunifukuza. Unasikia? Sasa ile Uhuru Kenyatta alikuwa ametuambia tujiadhari William Ruto, tumekuja kuona. Na ndio mimi hata nikaomba msamaha kwa Rais Uhuru Kenyatta kwa sababu kama tungemsikiza tungekuwa kwa shida. Unasikia? Kwa sababu yeye ndiye alikuwa anakaa na yeye pale. Huyu Fred Matiang'i tulikuwa na shida na yeye, si kwa sababu ilikuwa kibinafsi, ilikuwa strategic and political. Alikuwa ndio nguvu ya Uhuru Kenyatta. So ilikuwa ukitaka kupambana na Uhuru Kenyatta kwa sababu huwezi kupambana na yeye direct, unapambana na mtu yake ile iko na nguvu. Na hata juzi tumekuwa na CS Matiang'i tumecheka, tulikuwa na yeye tukacheka sana. Nakamwambia CS, mimi sikuwa na maneno na wewe, lakini wewe ndio ulikuwa umeshikilia Rais Uhuru Kenyatta na tulikuwa tunashindana na yeye. So ndio tuweze Uhuru Kenyatta lazima tungekulenga. Na nikamwambia vile na nyinyi, mimi upande wa Ruto nilikuwa na nguvu sana na nyinyi mkadilenga kwa sababu mliona mkinihangaisha kidogo umaarufu wangu utaenda chini na labda nikufe roho. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni siasa wakati huo. Wacha nikuambie, there are no permanent friends and enemies in politics. It's about interest. The interest now is to save this country. Naona? Na ndio Rais Uhuru Kenyatta na sisi tumeweka tofauti zetu kando. Huyu Matiang'i na mimi na wengine tumeweka tofauti zetu kando because Kenya is bigger than all of us. Na sisi hatuna nchi nyingine ya kwenda, ni nchi hii tu. So sisi tumejitolea. Naona? Na lazima pia tuseme ukweli ni kwamba tukiona kiongozi ako na maono na ako na experience ya kuongoza, the fact that tulikuwa tumekosana hapo mbele kisiasa hawezi fanya sisi tusione umaarufu wake. Kwa hivyo huyu Matiang'i tumeona tunaweza saidiana. Amenitafuta, nimemtafuta, tumetafutana. He was looking for me, I was looking for him. Both of us were looking for each other. So siku tumekuja kukutana sema ndugu nilikuwa nakutafuta, hata mimi nilikuwa nakutafuta. Kwa sababu tunaona we need to come together. Lazima tukue pamoja, tuokoe nchi yetu. Kwa hivyo hakuna wasiwasi. Ndio. Leo hii rais akupigie simu. Kwa maneno yako, there is no permanent enemies in politics. Akwambie nilikosea na sasa nimeona makosa yangu, nataka ukuje tuunde serikali. Tutaunda lakini nimekueleza shida ni rais. Hata akinipigia simu, huyu rais ni muongo, hawezi badilika. Na Kenya ameharibu. So mimi hata akinipigia simu itasaidia nini? Hakuna kitu tunaweza fanya na Rais William Ruto kwa sababu mwenyewe ameharibu Kenya. Nikimwambia unaharibu, mimi nijaribu kumuongelesha nikiwa niaba yake, nikiwa naibu yake. Nikisema ameona makosa amerekebisha sasa. Lakini makosa si kwangu, kwa Kenya. Okay, mimi tunaweza semeana, mimi kama Rigathi Gachagua, mimi ni Mkristo, mimi sina maneno. Tunaweza semeana na rais. Ile amenitendea mimi, ile amenithurumu, ameniaibisha, amenihangaisha, amenitumia watu limuru kuniua, ametuma watu kanisani mwiki kupigana na mimi kanisani. Hiyo mimi naweza msamehe kwa sababu mimi ni Mkristo. Lakini yale mambo yako Kenya itarekebisha, itakuwa imerekebishwa tukisameana. Kenya is bigger than me. It's not about Rigathi Gachagua. Sio mimi na sio mimi niko against William Ruto. It's the people of Kenya. Mimi ni mtu ya kusikiza ground. Mimi nasikiza wa Kenya. Mimi yale nasema si yangu, ni ya wa Kenya. Kwa hivyo rais akitaka kusameana na mtu, sio mimi, aongee na wa Kenya. Ambia wa Kenya, tafadhali nilidanganya nyinyi, naomba msamaha. Nilileta ufisadi, nitawacha. Nimeleta Wahindi wachukue Kenya kwa biashara zote, nitawaondoa. Hii maneno ya universities education nitawacha kuingilia. Mambo ya SHA nitaondoa, niregeshe NHIF. Rais apate mazungumzo na Wakenya, arekebishe tabia yake kama anaweza, awapatie Wakenya nafasi.
aongee na Wakenya, sio mimi. Mimi siongei mambo yangu kama Rigathi Gachagua. Mimi ni mtu mdogo sana. I'm just an individual. Na mimi sina shida na rais as a person. Mimi niko na shida na yale ambaye yanatendeka Kenya, na yale makosa ambayo iko Kenya. Hiyo ndio shida langu. Kwa hivyo yeye akitaka aongee na Wakenya, sio mimi. Mimi sina shida. Unasema mnazungumza na Fred Matiang'i na viongozi wengine. Je, mnazungumza na viongozi wengine kutoka jamii ya Musi? Unajua mimi kufikiria kwangu, ndio hii maneno yetu ifaulu, lazima kila boma ikuwe na mzee wake. Huwezi ongea na mzee alafu unaongea na mama alafu unaongea na watoto, itakuwa ni kukosea mzee heshima. Mimi ile nataka kujua, na ndio mimi nangojea, ni ushahidi ya kwamba jamii ya Omugusi imekubali Matiang'i kama kiongozi wao, then tuongee na yeye. Unajua mimi pale kwetu nimekubalika, kwa hivyo mimi nikiongea watu ya mlima wanajua naongea kwa niaba yao. Tunataka kujua kabisa huyu Fred Matiang'i amekubalika na jamii ya Omugusi kama kiongozi wao. Unasikia? Sasa tunajua akija kwa meza amebeba jamii nzima. Na mimi hapo ndio niko na maneno. Unashuku kwamba jamii haijamkubali? Mimi nashuku kwa sababu siku amekuja pale amelakiwa vizuri sana. Governor Simba Arati, rafiki yangu sana, alikuwa pale. Na kila mtu amesema hawataki Ruto, hawataki Raila, wanataka Matiang'i akuwe rais. Siku 3 baadaye nimesikia huyu Arati akisema Matiang'i kuja ungana na Raila. Sasa mimi nimeshangaa, kwani imekuaje? Kwani hii maneno hamungu mmemaliza? I thought hii maneno imemalizika ya kwamba Matiang'i ndio kiongozi ya jamii, aende atafute uongozi. Sasa nimeona governor ameanza kumwambia atienda ongea na Raila ati kwa ODM. Mimi nataka nimwambie ndugu yangu Simba Arati, sasa rafiki yangu sana na tunaelewana, tafadhali usirudishe hawa Kisii kwa broker. Utakuwa unakosea jamii. Kama hii jamii imeamua, imepata kiongozi anaitwa Fred Matiang'i, akuje kwa meza ya kitaifa aongee nao viongozi wengine wa majamii zingine, watafute serikali pamoja. Mbona wewe unamwambia arudi kwa ile broker ameumiza nyinyi miaka hiyo yote, apitie huko ndio akuje kwa meza ya kitaifa? So hiyo maneno ndio niko na wasiwasi naye kidogo. Tena mimi nimeanza kuona vijana wadogo, huyu kijana anaitwa Osoro, huyu anaitwa Nyakundi, wanamtusi Matiang'i na kusema ni mtu bure, hawezi akwende, atarudi Washington, hiyo mtu hawezani na Kenya nini. Mimi nauliza jamii ya Omugusi, hakuna wazee ya kuita hii watoto waambie hawa wasitukane kiongozi wa jamii? Kwa sababu hawa vijana, mimi najua William Ruto anawatuma. Hiyo ndio kazi yake, ya kutuma vijana kutukana viongozi. Huyu kijana anaitwa Osoro, huyu anaitwa Nyakundi, na hii anaitwa Sahil, wanatukana huyu Matiang'i, yeye ni kiongozi wa jamii. Sijasikia wazee wameambia hao vijana ni makosa. So nimeanza kushindwa, huyu Matiang'i amekubalika kabisa kama kiongozi wa jamii? Your Excellency, tukiongea mambo ya Osoro ni chief whip wa serikali ya lakini mambo ya Chafet, yeye ni treasurer wa mimi nakuuliza, si watoto kwamba anatetea, si watoto wa nyumbani, si watoto wa nyumbani. Lazima tuchunge heshima ya jamii. Nyinyi kama jamii, kama mnapata hiyo vijana wadogo wanatukana kiongozi ya jamii na wazee wamenyamaza, ni kwamba huyu kiongozi wenu atalindwa na nani? Huyu kiongozi atafaulu na namna gani kama hana watu ya kumlinda? How can a community as big as the Abagusi wakubalie vijana wadogo watumiwa na Ruto kutukana kiongozi wa jamii na kutukana jamii? Kwa sababu ukitukana kiongozi wa jamii umetukana jamii, hata kama ni chief whip, hata kama ni treasurer. Who is defending Fred Matiang'i kutoka Abagusi? Tangu watukano na hawa vijana, wazee wamechukua jukumu gani? Vijana wamechukua jukumu gani? How do we trust ya kwamba huyu Matiang'i enjoys the goodwill of the Abagusi community na amekubalika kuja kwa mesa on their behalf? Sasa hivi tunaona anatusiwa na watoto na hakuna mtu anaongea. That is my concern, because we need to know vile natakikana. Saa hii Matiang'i akiguswa, jamii nasema no, don't touch that man, that is our leader. Lakini hao vijana wanatembea kila pahali wanamtukana. So niambie jamii ya Omugusi, ndio Matiang'i apate acceptance nationally,
You must convince us ya kwamba ndio kiongozi ambaye amekubalika. Na hakuna mtu anamtupia mawe, hakuna mtu anamtukana, hakuna mtu anamuonesha kidole. Then we are sure ya kwamba huyu ako na backing ya the community to come to the national table ya kitaifa kuongea mambo ya hiyo jamii na kunegotiate on their behalf. Na mimi niseme sielewi. I don't understand. Ni kwa nini hao vijana wamekubaliwa na jamii? You know, hata kama wanapewa pesa na Ruto, na ni kweli tungetaka kusikia wameitwa na wazee. You know, jamii ya Omugusi, my friend, siku Simeon Nyachae alikuwa pale, hakuna mtu angetusi Simeon Nyachae. Wazee wangekubali? Nobody could point a finger to Simeon Nyachae. Aliheshimika na akalindwa na kukingwa na jamii. You know, tuko na wazee pale wameheshimika. Chris Obure, tuko na huyu Samongeri, tuko na yule Jared Kangwana, tuko na huyu Simba, tuko na wazee pale. Na ndio Kisii mjue, mimi nikiona mkirudi kwa Ruto nitalia sana. Nitashindwa nyinyi ni jamii aina gani? Kwa sababu tuko pale na wazee wa jamii. Huyu William Ruto ameamua wale wazee anaheshimu Kisii ya kufanya kazi nao ni Osoro, ni Nyakundi na hiyo Zahil. Ati hawa ndio watu yake. Siku huyu Machogu alipewa kazi na rais Ezekiel Machogu, ambaye mimi nilifanya kazi naye na mheshimu sana. Kwanza mimi nilikuwa mdogo wake. Akiwa DC nilikuwa DO, tulifanya kazi na yeye. Na mimi nimetetea sana kwa William Ruto mpaka akakuwa kama Minister Education. Alifanya kazi kubwa sana. Sana. Siku rais aliamua kumtimua hii jamaa, nililia machozi. Kwa sababu kama kuna waziri katika hiyo serikali alikuwa na bidii na kujitolea, ni huyu Ezekiel Machogu. Na alikufa nini? Ati ni mkabila. Kwa nini? Ati ameandika walimu kutoka Kisii. Ati sijui kwa watu wameweka parastato wawili watatu. Sasa ile rais ameweka watu yake 82. Machogu ameweka watu 7 watu 8 peke yake. Rais ameweka watu 82, anasema huyu ni mkabila, akamfukuza. So mimi nakauliza rais, wewe rais, tafadhali, huyu rafiki yangu Machogu ni mzee. Akiwa kwa serikali yetu wa Kisii wanaona iko mzee ya maana, mtu yao wanaweza amini, mzee ya hekima, mzee ya kuheshimika. Kama bana wajana hiyo, mimi si niko na Osoro, si niko na Nyakundi, niko na Sahil. Nikauliza rais, huyu Osoro na Sahil, kwanza hii Sahil nasikia ni Muhindi, na huyu Nyakundi, hawa rais hii jamii, hawa ndio viongozi? Wakasema hawa ndio viongozi mimi natambua katika Kisii. Sasa hiyo ndio madharau rais ako nayo kwa jamii ya Omugusi, ya kwamba watu wanaamini ni hawa. Na ndio anatuma hawa kutokana huyu Matiang'i. So nyinyi nataka kuuliza wazee ya jamii ya Omugusi, kama mko serious kabisa mumeamua huyu Matiang'i ataongoza nyinyi na kuingiza nyinyi kwa serikali, aende atafute serikali kwa niaba yenu, mulinde heshima yake na msikubali watoto kumtusi. Na wazee waite hao vijana wawakanye, na kama hawezi sikia wazee, vijana wenzao waende waambie waache hiyo maneno, kwa sababu hiyo ni kukosea jamii heshima. Kutafuta watoto vijana walizaliwa juzi kwenda kutukana mzee kama Matiang'i, mtu ambaye alifanya kazi kama cabinet secretary ya Uhuru Kenyatta, amefanya kazi inaonekana pale Kisii. Ni wakati wa Matiang'i Central Bank imekuja. Kweli ama uongo? Ni kweli. Ni wakati ya Matiang'i passport zimeanza kupeanwa pale Kisii. Ni wakati ya Matiang'i ambaye amefanya kazi ambaye inaonekana. Unasikia? Sasa mzee kama huyo, mmemlaki juzi, nimeona watu wote wamejitokeza kama jamii kusema huyu ni kiongozi wetu. Na tumeona na tumefurahi sana na tukapendezwa sana, na tukaanza kusema okay, I think watu ya Kisii wameamua hawatapitia broker tena, wamepata kiongozi wao. 3 days after Arati namwambia bwana rudi kwa ODM. 4 days after Osoro anasema hii Matiang'i ni bure, hawezi ongoza Kenya, ni mtu bure, msishughulike na yeye, hakuna pahali anaenda. Sasa tunashitwa tangu huyu Matiang'i atusiwe na hivi vijana. Hakuna sauti tumesikia hata moja kutoka Kisii, kutoka Nyamira. Mbona hata hii governor ya Nyamira hawezi ongea na ni mzee? Na mimi nataka mpongeza sana huyu Richard Onyonka, because tangu Matiang'i akiwa kule nje amemshikilia sana kwa mikutano.
Na huyo Nyonga pia ni mtu muungwana. Anatetea Wakenya sana hata kwa TV. Na niseme nimesikia mmemwambia Matiang'i aende awache kazi pale Washington, akuje nyumbani. Mimi nataka niulize wa Kisii, itakuwa ni makosa kubwa sana. Kubwa. Mwambie Matiang'i aende awache kazi katika benki ya kitaifa. Akuje akuwe kiongozi wenu, atafute uongozi wa Kenya. Alafu mnawaachilia anatukana na watoto. Iko haja gani? Sasa huyu Matiang'i akienda awache kazi, mkuje mumwachilie. Arati ameweza kuchukua watu kurudisha kwa Raila. Hao watoto wanachukua watu tapeleka kwa Ruto, mtatawanyika. Na Ruto atatawanya nyinyi, by the way. If you are not careful, atatawanya nyinyi. Sasa mtakuwa huyu kiongozi anaitwa Matiang'i, mmemwambia awache kazi Washington. Mumulete nyumbani kama kiongozi ya jamii, atafute uongozi wa Kenya. Na ni kiongozi ambaye anatabulika na ako na uwezo. And then mnafanya humiliation. Jamii imekubalia watoto kumtukana. Na jamii imenyamaza. It is not right. Is it possible to have a completely agreement politically? Si hata wewe wako wanao kutusi kutoka mlimani. No. Mimi wale wananitusi. Wakienda huko mikutano, juzi mmoja alienda hapo pahali inaitwa Engineer, akasimama akaambia watu impromptu. Hakuna mtu ananitukana anatembea na gari yake, wanatembea na probox wasionekane. Hivyo ndivyo jamii zinakaa. Hao wananitukana walienda na rais juzi. Rais kwa sababu alikuwa amelipa watu wakasema ongea. Pesa yako tunasikiza, ongea. Hao wananitukana kusimama. Ile waliona ni ile kivumbi hujaona. Kwa hivyo mimi nataka nione wa Kisii kama mumeamua kabisa ya kwamba mumepatia mandate Fred Matiang'i aende atafute marafiki. Mmemwambia awache kazi ya benki ya kitaifa Washington. Akuje nyumbani. Then mnamwaibisha, anatukana na vijana na watu wamenyamaza. It is wrong. Kama ni kwetu, hiyo vijana hawezi ongea kwa mkutano yote. Watafika mkutano waambie hapana, mkwende. Nyinyi ni wasaliti ya jamii. Kwa sababu sasa hii jamii haijapata uongozi kiwango hiyo. Sasa Fred Matiang'i akishikanisha wa Kisii vizuri, atapata kitu kikubwa. Hata kama apate rais, apate ingine ama ingine, whatever it is, anaweza pata rais ingine. Sasa ako pale. Wenye kumutatiza ni vijana ya nyumbani. How? Kwa nini community ikubalie vijana ya nyumbani kutatiza yeye? Na mimi niwaambie hapa Gusii pia mkuwe tayari. Huyu Matiang'i atahangaishwa sana na serikali. Mimi najua kwa sababu hao watu mimi wamenihangaisha. Watajaribu kumfungulia makesi ya uongo, kumsumbua, kumuhoji, kumshikashika nini. Lazima kama jamii msimame na yeye. Mkisikia anatatizwa mnajitokeza. Kwa sababu that is what communities do. Kwa sababu hao watu wanamuogopa, wanaona kama amelete mambo mpya. Na pia wanajua ni mfanyikazi na wanajua ya kwamba hako na uwezo ya kuongoza. Sasa wamepanic katika serikali. Sasa hawa kina Osoro kwa sababu ni watu ya fitina, wataenda pale kufitina rais, shika hii mtu, fanyia hii. So lazima watu wakae rada. Wakisikia Matiang'i anatatizwa, wakisikia anatatizwa kama jamii wanasema hapana. Wewe Ruto usitatize mtu wetu, mpatie nafasi katika demokrasia ya Kenya atafute uongozi. Vile wewe ulipatiwa nafasi ukatafuta uongozi, hata wewe usitumie the criminal justice system kumwangaisha. Mpatie nafasi pia atafute umaarufu. Kama atapata ni bahati yake, akikosa ni sawa, lakini apatiwe nafasi asihangaishwe. Mheshimiwa Gachagua, umekuwa naibu waziri, naibu rais katika hii serikali. Kwa huo muda mfupi ambapo ulihudumu, nini ile ambacho Mkisii anaweza kufurahi kwamba anakusikiza? What can the Kisii community, ama wewe unaweza ambia wa Kisii kwamba mimi nilipopata nafasi ya uongozi, mimi mnaweza nisikiza, mniamini kwa sababu nilifanya 1 2 3? Mimi siko mambo mingi nilifanya. Rais hakunipatia nafasi. Serikali ya William Ruto ni one man show. Anafanya kila kitu. Ile kidogo nilipatiwa nifanye ya kahawa, wa Kisii wale wanavuna kahawa wanapata kitu ya kukula. Mimi najivunia hiyo. Zawadi yangu kwa wa Kisii ni leo. Ni kuwashauri kwa sababu mimi nilikuwa na William Ruto.
alijaribu kugawanya mlima ndio atukalie na atutawale. Nikamkataza na ndio tukakosana. Atajaribu kugawanya Wakisii. Yangu tu kama rafiki ni kumshauri Wakisii, tafadhali msikubali kugawanywa. Muungane nyuma ya kiongozi mmoja. Kama mumeamua ni huyu kijana Fred Matiang'i vile mumeamua, kuona kwangu ametosha. Vile nimemuona akifanya kazi Kenya, lakini hiyo uamuzi ni wenu, si yangu. Lakini kama mtaamua ni yeye, mimi nafurahi kwa sababu ninaona ako na ujasiri, ako na experience ya kufanya kazi. Lakini msikubali kugawanywa. Okay. Number 2, mtafute gari lenu la kisiasa. Political party yenu, a vehicle yenu, mkuwe naye, alafu muingize Wakenya wengine, lakini ikuwe na mizizi nyumbani, ndio mkuwe na nguvu. Ndio mtu yote akuwe laini moja. Kama Matiang'i ndio kiongozi wenu, governor, senator, women rep, MP, MCA, kutoka juu mpaka chini wanakuwa na watu yake, ndio akuwe na nguvu katika serikali. Hapo ndio Ruto mimi aliniwezea mimi, kwa sababu mimi nilimuunga mkono, mimi ni deputy president, lakini magavana nini ni watu yake. Akaniangaisha kwa sababu walikuwa wa chama yake. Nyinyi mjipange pale, na mtu yeyote ambaye anatoka laini ya jamii anatolewa. Na msipofanya hivyo hakuna pale mtaenda. Lazima pale mfunge, mseme jamii ni moja, kiongozi ni mmoja, chama ni moja. Mkifaulu hiyo, huyu Matiang'i ako na nafasi. Lakini tukiona mnasosana, tukiona mnaongea wengine iko ODM, wengine sijui iko wapi, wengine wanatusi huyu, wengine wanasema waende kwa Ruto. Sasa pale tutasema sisi wale tumeketi pale, is this man serious? What is he bringing on the table? Yeah? But from what we saw, ile tuliona kwa runinga, ile tuliona kwa mtandao, tulitosheka ya kwamba Wakisii ni kama wameamua, wametoka kwa Ruto, wametoka kwa Raila, na mimi nawapongeza. Na hawajafanya makosa yote, na wasilaumiwa waambiwa wako na ukabila. Wanafanya vile jamii zote zinafanya. Mnatafuta kiongozi moja, mnakaa nyuma yake, mnamtuma kwa mawindo akaongea na wengine. Lakini msipitie kwa broker. So huyu Fred Matiang'i muunge mkono kama ndiye mumeamua, lakini pia mchunge heshima yake. Na msikubali kugawanywa. Kwa sababu mkigawanywa mtakwama na kuna pahali mtaenda. Your Excellency, umesema unazindua chama. Na umesema Matiang'i atafute chama kutoka Kisii. Na unajua vizuri ukiwa kiongozi wa taifa lazima ukuwe na chama ambayo iko na usawishi kote nchini. No, ni kweli. Sasa hapana, mimi sisemi atafute chama ya Kisii. Nasema ikue chama hiyo iko na mizizi Kisii. Chama hii ya William Ruto ya UDA ilikuwa na mizizi Rift Valley na Mlima. Mlima nimeondoa, imebaki Rift Valley. Unasikia? Ataenda kutafuta wengine aongeze. Mimi mwenyewe nazindua chama ya kitaifa. Na utaona uso ya kitaifa wiki hii. Ni chama cha Kenya cha kitaifa, lakini iko na mizizi pale Mlimani. Kwa sababu lazima chama ikuwe na mizizi, kwa sababu chama inaanza with a certain membership, alafu unaongeza watu wengine. Hivyo ndivyo siasa inafanywa, ndugu yangu. Huwezi panda miti kutoka juu, unapanda miti kutoka chini. Ndio? So unaanza pale, unatengeneza chama ya kitaifa, lakini inakuwa na mizizi, iko na pahali imeanzia. So chama mimi nazindua ni chama cha kitaifa. Na utaona ile maofficial siko. Hata Wakisii wako ndani. Utaona Wakisii wako ndani. Very excellent. So mimi nasema Fred Matiang'i lazima akuwe na chama iko na nguvu. Lakini watu ya nyumbani ndio Wakenya wengine wamuamini. Ndio Wakenya wengine wamuunge mkono. Lazima uoneshe ya kwamba uko na ujasiri pale nyumbani. Hata wewe huwezi enda kupatia jirani mawaidha vile hata leader boma yake na kwako umefukuza bibi na watoto. Lazima uoneshe familia yako umeunganisha na familia yako mnapendana. Sasa unaweza pea jirani mawaidha vile ataunganisha familia yake, lakini utapatia jirani mawaidha vile kuunganisha familia yake na wewe ulifukuza bibi, ulifukuza watoto, unakaa kwa unajipikia. Uwezi? Kuna jambo umezungumzia. Umetaja jina la Fred Matiang'i, umetaja jina la mzee Ezekiel Machogu. Wakati aliondoka, nafasi ya Machogu ilipewa kwa kiongozi mwingine kutoka jamii ya hapa Gusii. Unajaribu kusema kwamba vile umemwongelelea Machogu ni mtu ni kama unampa heshima kubwa kidogo.
Unajaribu kusema kwamba kwa ile replacement rais alifanya ilirudisha heshima ya Mugusii chini? Mimi sijui, lakini najua nikiwa pale nilikuwa naona kila wakati Machogu pia akifanya kazi ya kitaifa, lakini akitetea watu ya Mugusii. Okay. Huyu alikuja, sikusikia hata siku moja akisema mambo ya nyumbani vile natakikana. Hivyo ndivyo mimi nasema, wala mimi ni mtu ya kusema ukweli. Machogu alikuja kuniona siku mingi sana mambo ya nyumbani, kwa sababu my brother, hakuna mtu ako kwao na pahali ametoka. Hata kama unafanya kazi ya kitaifa, lazima pia pale nyumbani usaidie. Na unasikiaga watu wakiuliza, huyu mtu anasema atasaidia sisi, hata watu hao bado saidia. Watu wanasemanga namna hii, huyu atasaidia mtu yeyote, na hata watu yao wameshindwa kusaidia. Machogu alikuwa hata akifanya kazi ya waziri, na alifanya kazi nzima, kazi mingi sana. Mimi nililia sana Machogu alipotolewa, kwa sababu ni mzee ambaye alikuwa amejitolea kufanyia Kenya kazi, lakini pia alikuwa anachunga interest. Alikuwa kwa hiyo serikali ndio alikuwa anatetea interest. In fact, siku Matiang'i alikuwa anaangaishwa, anataka kushikwa na hii serikali, Machogu ndio tulienda naye kwa rais kusema wachana na Matiang'i. Huyu Machogu akasema tumeshinda rais, hata kama huyu Matiang'i tulipingana, tusifuate na bibi yake na watoto yake, tuachane na yeye kwa sababu tulishinda, na vile tumepata ushindi, kwa nini tufuate mtu? Machogu ndio aliongoza, tulienda na yeye kwa rais, akamwambia Rais William Ruto wachana na bwana Matiang'i. So mimi nasema as we speak today, katika serikali ya William Ruto, wazee ya jamii ya Mugusii ni Osoro, Nyakundi na Sahil. Hapo ndio mko kama jamii. That is how sad it is. Sasa mko na nafasi ya kutafuta kiongozi wa hekima, wa maana, na kuungae mkono 100%. Na kila mtu afuate vile anasema, aongoze jamii, ailete kwa meza ya kitaifa, tutafute uongozi wa Kenya, jamii ya Mugusii ikiwa ndani. As we speak today, mko na Solicitor General na huyu PS moja na huyu CS moja. Naona huyu Bitange Demo juzi kulikuwa jama ya kumtoa kama balozi pale yako nchi gani, ako pale kwa European Union. Akataka aletwe at University of Nairobi bila mpangilio, ndio atoke pale, hiyo kiti jaswe na mtu mwingine. Akakataa, ni mtu mwerevu huyu Bitange Demo, balozi, mtu ya maana sana. Nilikuwa na yeye huko nikienda kutafuta mambo ya bei ya kahawa na machani chai. Sasa ilikuwa tu ni njama ya kumuondoa pale, ndio ambiwa amepewa kazi hapa University of Nairobi, akuja hangaishwe. Tumekuwa na vice chancellor hapo anaitwa Professor Kema, amekuwa hapa amekorogwa, amefukuzwa. Sasa huyu alitakana atolewe ile kazi yako ya ubalozi, akuje afichwe hapo, alafu afukuzwe. Tulipokuwa tunatafuta viongozi wa kwenda East African Legislative Assembly, Yes, kulikuwa na jina la kijana anaitwa Kengo Nyambane. ndio. Na kuna dhana kwamba wewe ndio uliyehusika kuhakikisha kwamba hajaenda Yala na ukareplace yeye na mtu wa kutoka kwenu. Unaweza sema ni kweli? Hiyo ni uongo. Mimi sikuwa na hiyo uwezo, and sikuwa na uwezo, na mimi sikuhusika. Mimi nilikuwa mtu yangu anaitwa Maina Karovia. William Ruto alikuwa amenichenga kumfukuza, nikakataa. Hiyo ndio ilikuwa vita yangu, nilikuwa nahusika na mambo yapo. Unasikia? Hizo viti zingine zote rais ndiye alikuwa anabeana. Mpaka yangu alikuwa amechukua, anataka kupatia mtu mwingine. Nasikia? Rais ndio mwenye kila kitu, ndio mwenye kusema. Na ndio alimnyima, sio mimi. Mimi sikuwa na uwezo. Mimi ile nilikuwa nafanya ni kupigania watu yangu. Na ndio rais alikuwa anasema mimi ni mkabila. Kwa sababu nilikuwa naona akitaka kunifinya, mimi nakataa. Machogu alikuweko pale, alikuwa anajaribu kutetea wa Mugusii. Saa hii hamuna mtu ya kutetea nyinyi. Hasa tu mtaumia, na kama watu wengine tungoje. Halafu Mungu akitujalia tuunde serikali, mjipange vizuri wakati huu. Na mtajipanga vizuri kwa kuweka kura yote kikapu moja. Lakini mkikawa, mkikubalia mabruka wajae Kisii, mtazama. Wakati wa impeachment motion yako, viongozi wengi kutoka Kisii wali support ama waliunga mkono. Ndio. Kwamba ukwe voted out kwa sababu ya ukabila, mambo ya kutumia madaraka vibaya. Ndio.
umesema kwamba wewe ulikuwa unatetea watu wako. That was one of the accusations katika impeachment motion yako. Do you feel that you were fairly treated or unfairly treated? No. Mimi ni Ruto alinitoa. Wabunge hapo wana shida na mimi. Hao watu ya Kisii wale ya Ruto, vile Ruto anawaambia wanafanya. Wale ya Raila akiwaambia wanafanya. Walipewa pesa, waambiwa nendeni mtoe mtu. Wengine hata wako wanajua anatolewa kwa sababu gani. Shida ilikuwa kati ya mimi na rais. Unasikia, kwa sababu mimi nimekataa mambo ya kuua watoto ya jinsi, akakasirika sana. Nimekataa mambo ya SHA, akakasirika sana. Nimekataa mambo ya Adani, akakasirika sana. Alikuwa anataka kugawanya mlima mara mbili, East and West, nikamkataza. Alikuwa ametaka kugawanya kila county aweke kiongozi. Hapo Murang'a kuna kijana alikuwa anataka kuweka, hapo Kiambu agawanye sisi ndio atukalie vile tulikaliwa na Moi miaka 24, nikamkataza. Na hiyo alitaka kufanya kwa mlima ndio atafanya kwa Kisii. Kwanza nyinyi kugawa nyinyi kwa sababu ni county chache ni rahisi sana. Unasikia? Na atatoa pesa mingi sana kwa sababu pesa yako nayo mingi, anabeba na magunia. Hii akina Osoro, akina Nyakudu watakuwa na pesa mingi sana pale Kisii na wataitumia kugawa watu. So mimi nataka kuambia wa Kisii, hata hivi vijana wakija na pesa mkule, lakini msikubali kugawanyika. Msimame nyuma ya kiongozi wenu. Ndio huyu kiongozi amuongoze kutafuta serikali ambayo mtaheshimika. Ndio sasa akiwa pale kama ni hao mawaziri ikubalike ni wangapi? Ma-PS. Hakuna haja mugawanye serikali alafu mshinde kwa mwanaume mnapiga magoti mnamwabudu na si Mwenyezi Mungu. Saa hii ndio mpate waziri lazima muende mpige magoti kwa William Ruto. Saa hii ndio mpate PS lazima mpige magoti. Lazima mkue katika ile kwaya yake inaitwa praise and worship ya kumwabudu na si Mwenyezi Mungu. Lakini mkiungana 2.5 million votes mnakuja mna demand haki yenu. You negotiate your share of government with respect, mkiwa na heshima. Mnasema basi sisi tuko hapa tunataka mawaziri 2 au 3. Nataka hii na hii na hii, mnaelewana. Mnapewa na heshima kupitia kura zenu. Lakini mkigawa kura yenu mnapeleka ingine kwa Raila, ingine kwa Ruto, ingine kwa nani? Sasa itabidi sasa Raila alikuwa na viti 4. Huyu Bosire, my neighbor, mnapigia Raila magoti ampatie, ananyima nyinyi. Mnaaibika kama jamii. Why do you want to remain people ya kuabudu mtu mwingine? And you have the numbers to negotiate your share in the national government. Kwa nini mkubali nyinyi mkuwe watumwa ya mtu mwingine na mnaweza kuja kwa meza ya kitaifa mseme ile mnataka na mko na numbers ya kutosha? Na nimekuambia ile numbers yenu ya William Ruto inatoshana. Na kama tuliunga William Ruto kuwa rais akiwa na 2.5 akakuwa rais wa Kenya, hata Matiang'i akiwa na 2.5 anaweza ungwa mkono na apate. So msiji don't diminish yourself. Muone ati kama nyinyi ati mko chini. Ama vile Raila alimwambia kura zenu hazitoshi, ati mkubali mkuje mkia mseme okay hazitoshi, sisi wacha tuende kwa Ruto tupige magoti atusaidie. Wacha tuende kwa Raila tupige magoti. Hapana. Jamii ya Wakisii ni watu wakakamavu. Msimame kidete, muunganishe watu wenu. Mtume Matiang'i aongee na sisi na wengine, akuje represent interest zenu, tukubaliane, alafu tutangazie nyinyi vile tumekubaliana, then tusonge twende mbele. Asante Your Excellency. Umesema agenda ya kwanza ni kuhakikisha kwamba ondoa Ruto katika uongozi. Na wewe unawakilisha jamii ya Mkikuyu, Kalonzo jamii ya Mkamba, Eugene jamii ya Baluya, na Matiang'i anakuja sasa akiwa na ile backing ya jamii ya Mogusi. Sasa shida ni nyinyi viongozi mtakaa mkubaliane aje yule ambaye atakuwa tunakubaliana flag bearer? Hapo ndio hakuna shida kidogo. Hakuna shida hata kidogo. Hao viongozi wote ni wazalendo. All of us tumekubaliana that ya kwamba hii Kenya hakuna pahali itaenda kama William Ruto atakuwa president another term. The most urgent duty in this country is the removal of William Ruto as president. Hiyo ndio kazi ya kwanza, the first agenda of this country ni kumuondoa. Ndio aondoke, we need one candidate. So tumekubaliana tukisimama watu wengi atatuchenga. So zote tumeapa ya kwamba tutatafuta formula ya kujua ni nani. Si ndio? Na tumekubaliana zote, mimi Rigathi Gachagua nimekubali ya kwamba kama haitakuwa mimi nitaunga mkono yule ambaye tutakubaliana. Matiang'i vile vile amesema kama haitakuwa mimi nitaunga wengine mkono.
Kalonzo vile vile, Karua vile vile, Wamalwa vile vile. Unajua William Ruto na watu yake wana shida wakiomba Mungu kila usiku atutukosane. Na sisi tunaomba Mungu kila siku tupendane na tukae pamoja. But I want to tell you, all those leaders are patriotic. Na tumekubaliana, we cannot allow our selfish personal interest to override the national interest. And the national interest is that for this country to proceed, during nchi simame tena, William Ruto must be one-term president, so that tupate nafasi, tupate kiongozi ambaye ataweka national interest above his personal interest, because William Ruto ameweka commercial interest yake ya biashara ahead of national interest. So I want to assure you, kama hii team itakosana, haitakuwa mimi. Mimi nimejitolea kusema kama si mimi, yule tutakubaliana nitamuunga mkono. Na kura zangu ni mingi. Na hizo kura ndizo zilifanya William Ruto akakuwa rais. Kwa hivyo I want to assure you that whoever we agree will make him president. Nikuulize, Your Excellency Rigathi Gachagua. Yes. Utaulizia kiti ya urais? Yeah. Utaulizia kiti ya urais? Yes, ndio. Mimi niko kwa debe. Zote tuko kwa debe. Because sasa inaweza kuwa ni mimi. So kama hiyo timu itaamua ni mimi, itakuwa wataamua ni mimi namna gani kama siko kwa kinyang'anyiro. Mimi niko kwa debe. Matiang'i yako kwa debe, Kalonzo wako kwa debe. Eugene ako kwa debe, Martha Karua ako kwa debe. Lakini pale mwisho, at the right time, tutaketi. Tutatafuta wataalamu watuketishe chini. Tuangalie who becomes what, who becomes what, who becomes what. But the most important thing is to sort out the problem at hand. Hiyo ndio kitu ya maana sana. Is to get a new broad government headed by a president who will put national interest above his personal and commercial interest. That is our objective and our motivation. Na nina kuambia our resolve is so huge that hatuwezi kosana, hatutakosana. Sasa jamii ya Mugusi wanasema lazima ikuwe ni Matiang'i. Hapana, wasiongea namna hiyo. Wakiongea namna hiyo, watu wao wanauliza hapa, muulize Rigathi Gachagua kama ako tayari kuunga Matiang'i mkono. Mimi niko tayari, ikisemekana ni yeye nitamuunga mkono. Okay. Lakini kutakuwa na formula. Hatutaki waseme ati lazima ni yeye. Hiyo itakuwa ni kukosa njia. The most important thing ni formula ya kutoa huyu Ruto. So if that formula favors Fred Matiang'i, he'll be our candidate na atashinda. If that formula favors Rigathi Gachagua, he'll be the candidate na atashinda. If that formula favors Kalonzo Musyoka, atakuwa. But the most important thing is that team. Hiyo team itakuwa moja. Na nikwambie hii Kenya, ile shida iko na ile shida William Ruto atatuachia, hata president hawezi fanya kazi peke yake. Itakuwa ni team ya kuokoa Kenya. Na mtu atacheza ile nafasi ambayo itapatikana. I am happy to be part of that team. I don't have to be president. I can be anything else. But I want to be part of that team. Matiang'i wants to be part of that team. He can be president or anything else, but to be part of the team. Kalonzo wants to be part of that team as president or anything else. We must put the country ahead of everybody, of our selfish personal interest. Unasikia? But the beauty now is that at least you are somewhere. Matiang'i anazungumziwa. At least is an improvement of where you are before. Because hapo mbeleni mlikuwa mnafuata Raila, si ndio? At least sasa tukiongea iko mkisi kwa meza. At least we are making progress. Na hiyo progress will get even better when we see that you are united behind one man. Unajua itatupatia pia motisha. Because that is the question we're asking. You know, this Matiang'i guy, okay, fine. He seems qualified. He seems robust. He seems very active. He looks decisive. He looks tough. He has qualities to be president. But does he have the necessary support from home? That if we add our support, we can win. Because we don't want to lose also. So if Matiang'i does not rally the Kisii behind him, my friend, he'll have no chance. Itatoka wapi? Lazima kwanza, for him to be a serious contender, he must put the entire Kisii on the table. Then he stands a good chance of being backed by others.
Mimi huwezi kuniambia Rigathi Gachagua niko na watu wote nimeweka pamoja niunge mkono yule ambaye hana watu wake wote. I cannot. I'll be a fool. So tunataka afanye. And so far ile tuliona, Yes. we are very happy. Na hapo town, Kisii town, niko na watu ya nyumbani hapo karibu 20,000. Na nimewatuma kazi ya kusikiza ground waniambia what is going on. Hata mimi nachukuza. I also want to know. Ile niliona kwa runinga, Yes. na ile nasugumuzwa sinatembeana pamoja. Nimewaambia msikize hii wa Kisii wanasema nini mnaniambia. So the minute I start getting a good feeling that the community has decided, Umeamua. then I'm happy. Na Because I know tutashinda. Yes. You know, I know tutashinda. So I want to wish my brother Fred Matiang'i the best. Na ningeomba wakisimu mkubalie nafasi aende arudi Washington. A handover because lazima achunge heshima yake. Uwezi tu wacha kazi tu utoke uende. It is bad manners. Lazima arudi pale, achukue files zote, aseme okay fine, nimeenda nyumbani, watu ya nyumbani wameniita to go and do some national duty. Watu ya Kenya wananihitaji nyumbani. Kwa hivyo asanteni sana kwa ile muda mlinipatia hapa kwa World Bank, but ningetaka mwezi moja mbili nirudi nyumbani. So hii kazi I would like to tell me nita handover kwa nani. Afanye handover vizuri, apeane. Ndio hata akitoka pale atoke na heshima. Hiyo heshima ni mzuri kwake, kwa jamii na kwa Kenya. Hatutaki tu atoke kazi aende. So lakini nimesema itakuwa makosa. Kama nyinyi wa Kisii mmeambia mtu atoke kazi, alafu mkuje hapa muanze kumzungusha, muanze kukubali mgawanyiko katika jamii, muanze kukubali vijana kumtusi, itakuwa ni makosa. So yeye amekubali vile mlimuuliza. Aende, resign, akuje nyumbani, aungane na sisi tuongoze Kenya. Kwa hivyo ningeomba tu apatiwe nafasi. Niliona kina hao vijana kina Osoro wakisema amekuja siku chache atarudi, ni wakimtukana. Hiyo kurudi kwenda ku handover, hiyo ni heshima. That's what people do, you know, decent people. Kama ulipewa kazi na mtu, huwezi toka tu uende. Lazima pia uwe muungwana. Uende useme okay, asante kwa hii kazi mlinipatia, nimepata kazi nyingine nyumbani, ningetaka pia nirudi nyumbani sasa. Whom can I handover to? Handover vizuri, alafu akuje hapa tusukume hii kazi ya Kenya. Okay. Mheshimiwa Gachagua, una sound kama mtu katika hii kampeni yote ulitumika vibaya kwa kampeni za Mheshimiwa William Ruto. Hiyo ndio hali ilivyo? Do you feel like you are used? Yes. Or do you feel like no. you are in your interest? No, nilitumika vibaya. William Ruto alitumia mimi vibaya sana. Na alitumia jamii yangu ya Mlima vibaya sana. And we are not happy. Na tutalipa yeye wakati kifika. Kwa hiyo ametufanyia. Tutamlipa vizuri. Alitudanganya. Alisema hata tesa naibu wake. Amekuja amenitesa, amenifukuza. Alikuja akasema hata tesa jamii ya Mlima, ametufukuza kazi karibu sote. Amekuja, ametutukana, ametuita kwa kabila. Sisi tulimpigia kura na tulikuwa na Mkikuyu wetu anaitwa Mwaura. Hatukumpigia, tulipigia Ruto, anatutukana na tuita wa kabila. Amerudi pale anajaribu kuunganisha jamii, situpige, jamii zimekataa. Na mimi nashukuru sana. Siku tumekuwa hapo wa Munyoro, watu ya Mlima wamefurahi sana, waliona Matiang'i hapo, wakaona Kalonzo hapo, wakaona Muturi hapo, wakaona Linturi, wakaona Wamalwa, wakaona Noah Wekesa, wakaona Moses Karanga, wakajua kabisa ile mpango Ruto alikuwa amepanga ya kutenga jamii ya Mlima imesabaratika. Jamii zingine zimekubali kufanya kazi na watu ya Mlima. Na sisi ni wangwana by the way. Wacha nikwambie, na wakisi watajua sisi ni akina nani kama tutatembea hii safari pamoja. Na mimi naomba tutembee pamoja. Naomba tupige kura debe moja this time. Na vile tunafanya biashara na nyinyi, nataka tusaidiane kisiasa. Sisi ni wangwana na sisi ni watu ya shukrani. Kama sisi hatukuwa wangwana, hatungefuata Ruto, hatungeunga yeye mkono. Tulikuwa tumemwahidi na tukampatia. Kufika pale akakuwa na madharau, akatugeuka. Na mimi nataka mjiulize nyinyi hapo Kisii. Kama sisi tulimpatia kura, ametugeuka, ametufanyia madharau. Nyinyi hakupigia yeye, atafanyia nyinyi nini? Sasa hii Charles Nyanchai amekataa. Hii Bitange demo alikuwa anataka kutoa. Pale mapies amenyima nyinyi. Pale mambo ya dini imekwama. Sasa hata mimi niseme kama sasa huyu Matiang'i hakutengeneza Sironga Girls, siku alikuwa CS. Nini mngesimama nayo pale ya kuonesha kazi ya serikali? Yeye wakati ya Uhuru at least alisimama na hiyo. You know?
na ile Nyabaria High School. You know, at least there are few things alifanya ambayo inaonekana. So mimi nikwambie ndugu yangu, mimi na watu wetu walitumika vibaya. Hakuna mtu atatumia sisi vibaya tena. Sisi tumejipanga, tuko na chama yetu, tunapanga mambo yetu. Na sisi tumetafuta marafiki na tunafurahi ya kwamba among our new friends are the Kisii. We are very happy and I want to tell the community tumefurahi. Na hivi karibuni Fred Matiang'i akirudi tunatembea. Najua hatutaki kuja bomba ya mzee bila yeye kuweko. Itakuwa ni bad manners. Kwa sababu sisi watu tuko na heshima. Na tukitaka tukija Kisii tupitie na mwenye boma. Kwa sababu inatakana namna hiyo. Okay. So that tukuje tutembee tuongee na wa Kisii na pia ni wapime kabisa kama wameamua. Mbona unatuamini? Unajua Kikwetu wanasema mtu ambaye ameumwa na nyoka nyeusi hata akiona nyungu anakimbia. Mimi nashuku kwa sababu nimeona Arati pale akisema Matiang'i ndio kiongozi wetu. 3 days after nimeona kusema ati Matiang'i arudi kwa Raila. Lakini Arati alisema kwa chama na wale wamsaidie sababu hata sasa sio chama ndio mmekuwa. Si mmepata hasara, mmepata nini hapo kwa ODM. So yeye kama mmekutana pale mmesema huyu ndio kiongozi. 3 days after amesema ati wewe rudi kwa ataenda kwa ODM kwa baba. Sasa mimi nikaanza kushindwa. This Kisii are serious. Yeye alisema baba aunge mkono Matiang'i sababu anahitaji baba si amesema kura zenu hazitoshi. Kura zenu ni muhimu kwake zikimunga mkono. Si ndio? So tena nimeona vijana wanatusi Matiang'i, hakuna mtu anaongea. Hiyo ndio kitu imenishangaza kwa sababu kama anatusiwa, mimi nimeona mumulaki pale maelfu ya watu na shangwe na vigelegele na jamii imefurahi nasema kiongozi wetu. Siku ile anatukana na watoto. Kimani Ichung'wah ndiye kiongozi wa wengi bungeni na yeye anasemanga maneno akiwa mlima. Anaongea juu yako sana. Anaongea akiwa mlima, anaongea akiwa nje. Hata Jafet aliongea hakuongea akiwa Kisii. Sasa lakini akifika mlima anaambiwa usijaribu tena. Alifika pale inaitwa Engineer Nyandarua. Kivumbi. Kwa bahari Githunguri. Alijificha ndani ya gari. Wewe ongea akiwa nje. Okay. Lakini ukirudi nyumbani unakuta watu wanakugoje? Sasa ningetaka nione na ngojea nione hivi vijana wakirudi nyumbani itakuwa namna gani. Sasa ndio nitaelewa hii wa Kisii whether they are serious or not ya kwamba huyu Matiang'i ndio kiongozi wao. Because vijana wamemtusi wakiwa nje wakiwa na Ruto. So mimi nangojea nione hivi vijana wakirudi nyumbani kwa sababu watarudi. Hawezi ishi huko milele, si watarudi. Nangojea nione vile wananchi wataongea na hawa. Ndio nielewe kama mko serious au hapana iko serious. 2022 mliunda serikali na William Ruto. Musalia Mudavadi akaja na ANC. Moses Wetangula akaja na Ford Kenya. Mpangilio wa vyama tu. Wewe ndio uko na chama vile umesema. Mimi nilidanganywa nichengwa. Sasa 2027 imefika. Mmeungana, Kalonzo amekuja na Wiper. Wewe una launch chama yako. Umekataa kutuambia jina. Utajua wiki hii. Umeambia Matiang'i atafute chama. Tofauti ni ipi? Is the same arrangement? No. Same politics. It's not. Not for the need because you are coming together to form a coalition. Unajua but coalition, unajua ile coalition pale ile ya ANC na Ford Kenya igari inafanya kazi kwa sababu walikuwa wameandikania na walikuwa na chama chao. Okay. Yangu imesabaratika because tulikubali na kwa ujinga kwenda kwa William Ruto bila chama. Ndio ametufukuza kwa serikali. Unaona? Hajafukuza Wetangula, hawezi mfukuza kwa sababu kulikuwa na mkataba. Dawa ya coalition ni kila mtu akuwe na chama yake. Hiyo ndio dawa ya coalition. Any meaningful coalition ambaye itadumu ni kila mtu akuwe na chama yake. Ndio ikuwe structured party to party. Kwa sababu mimi siwezi ingia mkataba na Fred Matiang'i as individuals kwa sababu tunaongoza watu. We cannot enter into a personal relationship. Lazima ikuwe structured with this uninstitutionalized. So ndio siasa hii ya Kenya ikuwe na heshima. Ni vyama watu waingie kwa coalition na chama zao. What is the role ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta katika hii arrangement ya kisiasa? Uhuru Kenyatta is a wilder, he is retired na tunamheshimu. When we require his advice, he is available. That's all we need from Uhuru Kenyatta. Na ndio juzi nisikia nikisema mtu asitusi yeye na siwezi kubali.
Ndio sisi tunaona wenu wanatuziwa na hakuna mtu anaongea. At least nimesema hata jana nimekuwa Gatundu. Nimeenda Gatundu kuambia watu ya Gatundu hakuna mtu atatusi Uhuru Kenyatta. Huyo ni rais wetu, amestaafu, apewe nafasi, afurahie retirement yake, akae na watoto wake na wajukuu. Hana influence katika hii arrangement yenu? Uhuru Kenyatta is an influential leader. He was president for 10 years. Ako na marafiki, ako na ushawishi. But the way he want to exert his influence, we leave it to him. Okay. You know, hatutaki kumuingiza kwa uchafu ya siasa na hatutaki watu kumuingilia na kumtukana kwa mikutano. Apewe nafasi yake ya staafu na kama mtu anataka advice aende achukue kwake. Siniona Ruto ameenda kwake kuchukua advice. Yeah. Hata sisi tukitaka tutaenda kwake tuchukue advice. Yeye ni mzee wetu, yeye ni kiongozi wetu, ameretire, ameheshimika. Kila mtu akitaka kuenda kwake kwa advice, hako huru. Yes. Your Excellency, tukiwa tunamalizia kabisa, msimamo wako na finance bill ya mwaka huu umefanikiwa kuiangalia? Sijaiangalia kikamilifu, nimepatia timu yangu waangalie vizuri so that they point out to me the salient issues. Then I'll study them in detail in the next several days, and then I'll speak. Nitapea na msimamo wangu. But I have given my team that advises me on economic matters. They are looking at it in detail. Yeah, you know, the devil is in the detail. Kuna mambo mingi sana imefichwa. But just, you know, looking at the budget ya mwaka huu, President wants to kill devolution. Number 2, pesa mingi yameficha kwa security agencies na ndio hii anatumia kwa siasa. Hii mikutano yote unaona inaendelea ati ya mama mboga, ya boda boda, 10 million per meeting. Hiyo ni pesa ya serikali na inatolewa na Ruto through the security agencies, National Intelligence Service and State Department of Internal Security. So tukiangalia budget ya mwaka huu, budget ya State House, ya President's Office, ya Internal Security, National Intelligence imeongezwa sana. Hiyo ndio pesa ya siasa ambaye rais anataka kutumia kufanya siasa naye. So ukiangalia mambo ya capitation, jana nilikuwa nasoma headline, walimu wakilia they are not able to pay bills because hawapati ile pesa ya capitation. Because pesa yote ya serikali inapatikana inapelekwa kwa siasa ya William Ruto ya kuonga watu. Juzi amekuwa Narok ametumia karibu 300 million kubeba watu, kupeleka watu kwa mikutano ndio wamsikize. Juzi alikuwa kwa Mlima alitumia over 1 billion shillings kuhonga watu ndio wamsikize. So pesa kwa budget imefichwa katika security agencies ambaye haikuwa accounted for through the confidential votes of the security agencies. Hiyo pesa yote ni ya rais ya kufanya siasa. So department, Ministry of Education imenyimwa pesa, health imenyimwa pesa. So ni matatizo mengi sana tuko nayo. But as I have told you, dawa ni moja tu. Hakuna ingine. Ni one term. Hakuna, there is no other remedy. This is the problem we have as a country. There is only one remedy. In 2022, bila nikiulizia, kitu ili influence kura za 2022 mlisema ni bottom up. Watu wa chini pandisha. Yes. Tulindanganya. Ni nani ita influence hii kura inakuja? Hii kura itakuwa influence 1 na kukataa uongo. Itakuwa influence na patriotic leaders kuungana for the common good of the country. And thirdly and most important, the Gen Z factor. Hao watoto wa Gen Z watakuwa na ushawishi mkubwa sana katika uchaguzi ujao. Because these young men and women and girls are tribeless and they cannot be corrupted by anybody. Wakikubali wachukue vitambulisho na wajiandikishe kura, they will be very important. But the most potent and lethal will be the middle class. Najua ukiangalia uchaguzi wa mwaka jana, 7 million people did not vote. That is the middle class. And they are regretting because now they are suffering. The middle class, the payslip holders have decided they are going to vote in this election. Because they have realized they cannot stay away from elections at waachie hii watu ya chini. Yet bad governance is affecting them and their livelihood and their businesses. So the middle class will play a very important role in the next election. And they will come out to vote. I'm listening to them. Many people are telling me, we never voted, we did not care. We thought tu ni mambo ya siasa tuachie nyinyi, sisi tufanye biashara, sisi tufanye mambo yetu. Lakini tumekuja kuumia out of the elections that took place and the leader who was elected, ameharibu uchumi, there is no money in circulation, pending bills hailipwi. This time we are going to come out and vote
So those are the 4 factors that will influence the coming election. Na so huenda tusije kama mzangu. Yes, Excellency. Sasa muda wetu umekimbia sana, lakini sasa tunakupatia dakika kama 3 uongee na jamii ya Umugusi. Yes. Wanakusikiza, wanakutazama, ikiwa kuna jambo lile. Asante. Mimi ningetaka kuchukua nafasi hii kuambia jamii ya Umugusi, tafadhali wakati umefika mjitafutie heshima kama jamii. Na njia ya kutafuta heshima kama jamii ni kuwa nyuma ya kiongozi mmoja, ndio aongee na viongozi wengine Kenya. Ndio Kenya ikipangwa, serikali ikipangwa, mkue pale kwa meza bila kupitia kwa broker. Number 2 ni kutafuta heshima ya jamii ya kuhakikisha ya kwamba kiongozi wenu anaheshimika ndani ya hiyo jamii. Ni makosa sana kiongozi wa jamii akitukana na vijana hapo ambaye ni wa jamii. Lazima wasea Bagusi watafute hao watoto waambie ni makosa kumtukana kiongozi wa jamii. Ya 3 ningetaka kuambia jamii ya Umugusi, huyu Fred Matiang'i sisi tumemkubali na tutafanya kazi naye kama mtamuunga mkono, na tutakuwa naye kwa serikali na tutasikizana. What I can promise, sitaki kusema atakuwa rais ama atakuwa nani, lakini kama mtamuunga mkono atakuwa part of the team ambaye itaongoza Kenya, that will deliver Kenya, na atachangia kiasi kikubwa sana katika hiyo serikali. Lakini ndio afaulu na ndio akuwe taken seriously na sisi na wale wengine ambaye tunaongea, ni muhimu muunge mkono. Ya 4 na ya mwisho ni haki ya nyinyi kufanyiwa kazi kwa sababu mnalipa kodi. Sio lazima mpigie William Ruto makoti kwa sababu yeye si Mungu ndio mfanyiwe maendeleo. Ni haki yenu kama Wakisii ku demand zile project zote ambaye zilianzishwa zimalizike. Ni haki yenu kudemand ya kwamba mpate haki yenu katika serikali na watoto wenu wapate kazi, na sio lazima mpigie William Ruto magoti ndio mpate nafasi yenu katika Jamhuri ya Kenya. Na ya mwisho niseme mimi nawapenda sana. Ni matumaini yangu ya kwamba watu ya mlima na watu ya Umugusi tutakuwa pamoja, tutatembea pamoja, na tunawapenda sana, na sisi tuko na mambo mingi sana, tunakaribiana sana. Hata ukienda kwa biashara ya matatu tuko na nyinyi. Ukienda kwa mambo ya kujenga manyumba tuko na nyinyi. Mambo ya ukulima, ya ngano, ya mandizi tuko na nyinyi. Hata pale jela sisi ndio wengi. Kwa hivyo Mungu alituleta pamoja kwa sababu nyingi. Kwa hivyo kama inawezekana, na ni ombi langu, na mimi nafurahi sana kuongea na Fred Matiang'i na tunaelewana, kama itawezekana watu ya Mlima Kenya na watu ya Bagusi wakati huu tufanye kazi pamoja, nitafurahi sana. Sisi tulifurahi sana na Mzee Simon Nyachae. Alikuwa provincial commissioner wetu pale Nyeri miaka mingi sana, na tukampenda mpaka tukampatia bibi kutoka kijiji naitwa Kiawariki ambaye alimsaidia sana kuchunga mali yake. Na Nyachae alitupenda na alituelewa sisi, na sisi tulimpenda, tulimuelewa, na alikaa huko miaka mingi sana. Kwa hivyo ni kuonesha ya kwamba sisi tuko na uhusiano ya karibu. Kwa hivyo nyinyi mkija direct, mbona msitume broker? Tuongee na nyinyi direct, na sisi tutafute nyinyi direct bila kupitia broker. Tutaelewana na tutakuwa pamoja. Na mimi nimefurahi sana kunipatia nafasi ya kuongelesha nyinyi na kunitazama wale wako kwa runinga. Na Mungu akipenda, Matiang'i akirudi, tutapata nafasi ya kutembea Kisii, kutembea Nyamira, kutembea Nakuru, kutembea kila pahali, na kutengeneza urafiki wa kudumu, kwa sababu hiyo ndio mambo ya maana sana. Ndio. Asante sana, asante sana. Mbiyake mama Njomo Tegereri.